Habarini za jioni, ndugu wawekezaji. Ah, Tunaomba kama dakika tano wakati tunaendelea ku accept watu, alafu tutaanza rasmi. Asanteni sana, karibuni sana. Asante sana.
Habari za jioni tena ndugu wawekezaji. Ni Ijumaa nyingine tena kama kawaida yetu. Tuko hapa tukiangalia wiki ya 22 imeendaje. Na kwa wale ambao sio wageni au sio mara yao ya kwanza kuingia katika hii webinar, naamini kabisa wanajua kabisa kwamba kwa kawaida tunakupa hapa kila Ijumaa kuanzia saa 12 mpaka saa 1:30 hivi kwa muda wa lisaa mpaka lisaa na nusu kutokana na context na response za watu. Tunakuwa tunaangalia performance ya wiki inaendaje, tukielezea upande wa hisa, hatifungani na any news ambayo ina relate capital market ambayo imetoka katika soko la hisa la wiki hiyo. Lakini pia hapa katikati tumeanza a very good series ambayo tulikuwa tunaangalia, tulikuwa tuna shed spotlight kwenye mid cap stocks, na leo ni siku nyingine tena tuko na Mr. Nolasco Charles for Maendeleo. Spotlight ya leo itakuwa kwenye Maendeleo Bank na tumemkaribisha CFO wa Maendeleo Mr. Nolasco Charles. Karibu sana, naamini kabisa kwamba tutapata muda wa kukaribisha vizuri. Kwa karibuni sana ndugu wawekezaji, na pia kutakuwa kuna fursa ya kuweza kuuliza maswali kama kuna mtu ana swali lolote anaweza akatumia chat au Q&A ambayo iko hapo. Naamini nasikika vizuri, naamini wote tuko pamoja, naamini wote tuko kwa ajili ya kujifunza na tutaenda kuwa na session nzuri sana leo. Mr. Nolasco, karibu sana. Asante sana Lutiko. Nashukuru sana. Asante sana Mr. Nolasco. Sasa kwa leo tutaenda kitofauti kidogo tu, kwamba kwa kawaida tunaanzaga na quick summary ya wiki ilivyo perform, lakini alafu baada ya hapo tunaenda kwenye mid cap, tunaenda kuangalia mid cap stock, na tukitoka hapo tunaenda kwenye Q&A. Na kwa bahati nzuri ambao kuna itilafu kidogo kwenye upande wa kupata ripoti ya leo, kwa hiyo tunaomba tuanze kwanza na the whole picture ya Maendeleo Bank na kushed light kwenye Maendeleo Bank. Tutamaliza spotlight alafu tutaenda kwenye weekly wrap. Kwa hiyo kwa wale ambao wamezoea, that will be the only difference leo, kwamba tutaanza na spotlight ya Maendeleo then tuta move to the weekly wrap. Dakika moja kati mtoto wa Tehama anatuprojectia presentation yetu. Siko peke yangu, niko na Mr. Imani Muhingo, Senior Manager Brokerage Service, lakini pia niko na ndugu Ibrahim Zakaria, mtaalamu wetu wa research, na Ami Mwamunyi, mtaalamu wetu wa corporate advisory. Labda tungepata muda na nyewe tusalimie kidogo wakati mtu wetu wa Tehama ana present research na presentation ambayo tunayo. Karibuni sana. Mr. Imani, karibu tusalimie, najua leo unaongelea tokea mbali kabisa. Asante sana Tiko. Mimi niwasalimie wawekezaji wote waliojoin siku ya leo, karibuni sana. Asanteni kwa kutenga muda na kuja kwenye webinar zetu za kila Ijumaa. Kama alivyosema Tiko, kawaida tunaanzaga na weekly recap, lakini leo tutaanza moja kwa moja na dedicated stock ambayo tutaiongelea leo. Lakini sio muongezi sana, nimekaribishwa nijitambulishe tu. Kwa hiyo nimkaribishe Ami na hivyo nanyoa jitambulishe and then tuanze. Habari ya jioni, our investors. Mimi naitwa Ibrahim Kasim Zakaria kama alivyotaja Lutiko. I'm responsible for market research and financial analytics. Karibuni sana. Naona Ami anapata shida kidogo kwenye mtandao, naamini tutakuwa naye muda si mrefu. Imani, kama uko sawa, unaweza ukaanza kushare presentation ili at least tuone Maendeleo kafanya nini. Kwa haraka haraka tu tumeona kwamba bei ya Maendeleo imemove sana sokoni na performance imekuwa nzuri. Kama wote tunavyoona, banking sector imekuwa na performance nzuri sana of recent, na Maendeleo yenyewe ni moja ya banking sector. Naamini kabisa kwamba paka tunamaliza hapa session yetu ya leo, watu mtakuwa mna picha nzuri, mtakuwa mmejua vizuri Maendeleo. Benki ya kwanza kabisa kuingia sokoni katika soko la EGM. Huyu ndo amefungua ile EGM market, Enterprise Growth Market, ndo alikuwa mfunguzi wa kwanza kabisa. Naona Imani amekaa vizuri. Imani, naomba nisichukue spotlight hapa. Karibu sana. Utupitishe haraka kidogo, utupitishe mara moja kwenye Maendeleo Bank PLC. Asante. Asante sana Litiko. Kwa kama tulivyosema, leo tutakuwa tunaongelea Maendeleo Bank na tuna head wa finance kutoka Maendeleo.
Ndugu Noaska, karibu sana, ndio umeshakaribishwa na Ritiko. Kwa hiyo tunaangalia benki kama ambavyo wamesema Ritiko, ndio benki ya kwanza kuorodheshwa kwenye soko la hisa kwenye window ya Enterprise Growth Market. Window ya Enterprise Growth Market inaangalia, unajua soko lilivyoanza, tulifanya ndani ya DSE kwenye series, tulifanya episode ya DSE, tulielezea historia ya soko tangu lilivyoanza, na kati ya vitu, kwa sababu tunakumbuka ilianza kwa sera na kwa ajili ya serikali kuprivatize mashirika yake. Kwa hiyo sheria zilizowekwa au requirements za makampuni kulist zilikuwa zina focus kwenye makampuni makubwa ambayo yameshasimama zaidi ya miaka mitatu in presence, kati ya mitatu miwili uwe na faida, unataka ku raise kuanzia bilioni moja, I think uwe na shareholders kuanzia 1000 and the likes. Sasa I think around 2013 mwaka huo ambao Maendeleo list walianzisha hiyo Enterprise Growth Market window ya kuaccommodate kampuni ambazo inawezekana hazijakidhi hivyo vigezo, lakini zinaonyesha promise, zinaonyesha future, zina potential. Kwa hiyo wakapunguza some requirements, hata kama kampuni ni mpya kabisa, iko ndio imeanza, haina presence, haina back years of experience, au kampuni ina hasara, zinaweza kulist as long as unaonyesha business plan yako ambayo ina make sense na unaonyesha feasibility study, na kampuni ikionekana CMSA akiangalia akaona akajiridhisha na DSE wakajiridhisha kwamba hii business plan na business case vina make sense na hii kitu kina potential kweli, then wanaruhusu na list. Kwa hiyo mwaka huu 2013 Maendeleo ndio ikawa ya kwanza kuwa listed, na wali raise bilioni 4.5 walivyoingia sokoni, ambayo kwenye IPO walikuwa wanatafuta bilioni 4, wakapata bilioni 4.5 ambayo ilikuwa ni oversubscription ya 13%. Wakapata shareholders kama 2500 hivi. Wapata shareholders kama 2500, then ikaruhusiwa kuingia sokoni, ikaanza biashara. Sasa an overview ya Mkombozi, wana share milioni 26.25, na hapa hii inahusisha na shares zingine ambazo wamekuwa wanaissue kama scrip dividend in the last 2-3 years. Hapa wamekuwa wanaissue kama scrip dividend. Ndio mwaka jana walipa dividend ya share equivalent to shilingi 43. Kwa hiyo inaongezeka sasa, baada ya kukupa ile shilingi 43 wanakupa share. Kwa hiyo unachukua ile shilingi 43 unazisha kwa number of shares ulizonazo, then unashumu kama umenunua shares, umeongezewa shares mpya. Kwa so far wana share milioni 26 kama zinavyoonekana hapo, na inamilikiwa na wamiliki. Sehemu kubwa ya hii benki iko kwa public, iko kwa umma kama tunavyoona hapa, companies, SACCOS and other individuals wamiliki 66.8%, lakini huku taasisi za KKKT za Lutheran zinamiliki hii ni asilimia kama 20 na kama 26 hivi, 26 27 inamilikiwa na hizi taasisi za KKKT, Diocese na institutions, United Evangelical Mission, hizo ni taasisi za KKKC. Wana branches 5, wana zaidi ya agencies ama wakala 2000 na ATM zaidi ya wakala 2000 na ATM hizo nakala ziko 1000 ndani kwa makubaliano mengine na moja switch and the likes. Development kubwa mwaka huu tunajua wamepata MD mpya tangu Januari 2 mwaka huu, wameanza na MD mpya, na MD ana uzoefu wa benki kama miaka, amekuwa kwenye banking sector kama miaka 18, amefanya kazi sehemu nyingi, amefanya kazi DTB, amefanya kazi Barclays ambapo sasa hivi ni Absa, amefanya kazi sasa hivi ametokea Standard Chartered ambako alikuwa anaongoza kitengo cha retail banking kama nakumbuka vizuri, ndio akajiunga na Maendeleo. Kwa ni kama mwanga mpya sasa. Unajua ukija uongozi mpya unakuja na revolution of some sort, unakuja na mawazo mapya na vitu kama hivyo. Kwa ni kama mwanzo mpya umeanza, na mtu ametoka kwenye benki ya International Bank ambayo ana uzoefu wa retail banking, na benki hii yenyewe ina focus na SMEs sana sana. Kwenye mission yao ni kufocus na SMEs na kampuni ndogo, biashara ndogo ndogo. Kwa kama mtu alitoka kwenye retail banking, nadhani inakuwa ina fit vizuri. Alitoka pale alikuwa anaongoza kitengo cha retail banking, ina fit vizuri kabisa kwenye hiyo criteria. Kama nilivyosema, Maendeleo aliingia kwenye EGM, na kampuni yenyewe kama Maendeleo kama kampuni ilifunguliwa mwaka 2011, lakini wakaanza shughuli 2013 wakiwa ni regional bank, wakiwa na operate ndani ya Dar es Salaam peke yake. So kama mtu anajua leseni za benki zinatolewaje, kuna commercial bank ambao unakuwa unapewa leseni ya kuoperate ndani ya nchi nzima, kuna regional bank ambao unakuwa una focus na specific area, alafu labda kuna microfinance bank ambao una focus na sheria za microfinance, unakuwa unadili na sheria za microfinance. Sasa hii ilikuwa ni regional bank ambayo ilikuwa na focus na
certain area ambayo ilikuwa ni Dar es Salaam, na kwa kigezo hicho capital requirement yake haikuwa kama ya commercial banks za kawaida ambazo capital requirement ni bilioni 15. I believe ilikuwa ni bilioni 5, lakini sasa wamepewa provisional license na benki kuu ya cooperate kama commercial bank, maana wana outreach sasa ya nchi nzima, Tanzania nzima wanaweza cooperate, and you know that comes with significant expansion, na wanahitaji capital ya bilioni 15. Ukiangalia as of the end of 2024 tutaona hapo mbele wana zaidi ya bilioni 18 tayari, lakini tunajua lazima watahitaji expansion. Tuko hapa na head of finance atatusaidia some of the plans walizonazo kwa ajili ya hiyo expansion, lakini sasa kupewa leseni ya cooperate nchi nzima maana yake inaonyesha kwamba sasa benki imemachua, imekuwa kubwa, inaweza cooperate ndani ya nchi nzima, wakati ukitofautisha na focus iliyokuwa nayo hapo mwanzo ambayo ilikuwa ina focus na Dar es Salaam peke yake. Mwaka jana walifanya marathon ambayo ikawatengenezea biashara mpya. Kati ya vitu walivyofanikiwa mwaka jana walifanya in success. So tuende kwenye biashara. Malengo la hizi session ni watu kuelewa biashara husika, hiyo kampuni inafanya biashara gani. Kwa kurudi mwanzo, maendeleo sasa hivi ni commercial bank, at least provisionally wamepewa hiyo leseni walipewa na benki kuu, ni kama ya muda ili kuona kama wanaweza kuikiri vizuri, and then hopefully watakuja kupewa, itakuwa permanent. Lakini maendeleo ni commercial bank. Kazi ya benki ni kukusanya, kuchukua deposits, at least kwa definition kwenye sheria ya Banking and Financial Institutions Act ni taking deposits and issuing loans, ndio kazi ya benki. Kwa hiyo unachukua deposits, unachukua hela kutoka kwa watu, ndio ni taasisi, kati ya taasisi ambazo zina leseni ya kukusanya hela kutoka kwa watu na kuzitunza tu ni benki, alafu unatoa mikopo. Kwa naturally mapato ya benki ni ile riba ambayo wanapata kutoka kwenye mikopo waliotoa au sehemu yote walioweka ambao ni kama mkopo, na ile deposit wanaipata pia nao wanailipia kwa sababu nayo ina gharama. Kwa hiyo ndio dynamic ya biashara ya benki. Unapata deposits, unazilipia, zinakuwa na expense yake, and then unatoa mikopo, unapata riba, hiyo ndio mapato yako, unalipia zile expense, unapata net interest income, alafu ndio zinakuja operations nyingine huko kama income statement ya benki ilivyo. Kwa hiyo sehemu kubwa ya mapato ya benki ni interest income, riba wanazozipata, ambayo ndio hii sehemu ya kwanza hapa, interest income. Sasa interest income yao pia nayo imegawanyika. Kuna interest wanaipata kutoka kwenye government securities kwa sababu nao ni mikopo. Tunajua hizi bond benki kuu, serikali kupitia benki kuu wanakopa ndani kila Jumatano kwenye minada ya benki kuu au kwenye minada ya bondi ya hatifungani. Sasa mtu yoyote ambaye ni Mtanzania, na sasa hivi wamepanua mpaka SADC na AEC, anaweza kuparticipate kwenye hiyo minada na anaweza kuikopesha serikali. Kwa hiyo kati ya taasisi zinazoongoza kuikopesha serikali ni mabenki, kwenye ambazo zinaongoza kushika hizi hatifungani za serikali ni mabenki. Na maendeleo ikiwa kama benki imewekeza sasa hivi na bilioni 3.5 as of the end of 2024, nadhani na bilioni 3.5, na interest wanapata interest income kutoka na hii bilioni 3.5 ni interest income kutoka kwenye mikopo iliyokopesha serikali ndio imefika bilioni 3.5. Japokuwa imepungua, japokuwa tutaona huko mbele bond zimeongezeka, ile interest imepungua, maybe waliingia kwenye bond ambazo riba haikuwa juu sana or something like that, lakini sehemu moja hapo unapata interest ni kutoka kwenye hatifungani za serikali. Nyingine ni wakiweka pesa kwenye mabenki mengine, kama nilivyosema deposits nazo zinakuta zina gharama. Kuona wenyewe wakiweka kwenye mabenki mengine au wakiyakopesha mabenki mengine, kuna soko ambayo kila siku mabenki yanakopeshana, interbank cash market au interbank money market. Mabenki yanakopeshana, unakuta benki labda ina obligation ya kumit immediately, anaenda kwa benki nyingine anakopa maybe kwa siku moja au siku mbili, na kunakuwa na kariba analipa. Kwa kutoka hapo yeye kapata interest ya bilioni 1.06 mwaka 2024, ambayo hii imemultiply by 2.2 times kwa mwaka huu. Alafu sehemu kubwa sasa ambayo ndio biashara ya kutoa mikopo kwenda kwa umma ndio hii hapa, loans and advances, na riba aliyopata kutoka kwa loans and advances ilifika bilioni 15.5 mwaka 2024, na ilikuwa imepanda kwa 31%, na hiyo ndio core business ya benki. Kwa hata maendeleo, hiyo ndio core business yake, kutoa mikopo kwenda kwa umma, kwa wananchi au kwa taasisi, kwa watu, mtu mmoja mmoja au biashara, na ni 77% ya total interest income. Kwa tumeongea hapa kuna hatifungani, kuna kupeleka kwa mabenki mengine, lakini hii ni 77% ya total interest income ambayo benki imeingiza, which is a good thing kwa sababu hiyo ndio core business ya benki. And then kuna insurance premium, nadhani kupitia bank assurance waliingiza bilioni 3.4. Hii sio interest income per se, lakini ni kupitia bank assurance
mabenki yana act kama agents wa insurance companies, kwa sababu mabenki yana deal na wateja kila siku na statistics nyingi za wateja, kwa hiyo inakuwa rahisi kuuza insurance. Kwa kutoka hapo aliingiza bilioni 3.4 kwa mwaka 2024. Sasa mikopo hapa, loans and advances hizi hapa tuje kuziangalia zenyewe hapa, kwa sababu hiyo ndio core business ya benki. Kwenye balance sheet ukiona zile loans and advances, ile ndio biashara yenyewe. Hizi term loans zaidi ya 90% ya mikopo yao ni term loans, lakini mikopo waliowapa watu kwa ajili ya muda kadhaa, muda husika, niseme inaweza kama miaka 3, miaka 5 au the likes. Zaidi ya 90% ni 91, na imepanda mwaka 2024 ilipanda kwa 22 kufikia bilioni 80. Kwa balance sheet yao na mikopo bilioni 80. Najua total assets ngawa bilioni 155, tutaona huko mbele. Kati ya hiyo bilioni 80 ni mikopo ambayo imepeleka kwa watu. Then overdraft ilipanda kidogo kufikia bilioni 3.5. Overdraft ni zile unakuta kama kampuni inakuwa na facility kwenye benki, wakitaka kumit obligation ya haraka haraka. Kwa sababu mabenki yenyewe unakuta yanakopeshana. Sasa kama kampuni imekuja obligation ya haraka haraka na hawana cash position muda huo, wanakuwa na facility benki, wanaweza wakachukua overdraft. Ni kama mkopo ambao wanakuwa wanauchukua pale wanapohitaji kwenda kukava hiyo issue ambao wamepata, hiyo obligation ambao wamepata muda huo, and then wakipata mapato yao, wakipata means nyingine, wanakuja wanarudishia, wanakuja wanakava pale. Ni kitu cha kawaida kwenye biashara. Kwa hiyo hii overdraft imepanda kwa benki, wana overdraft facilities ambazo watu wanazo na maendeleo zimefika bilioni 3.5. Ni kama 4% ya loan book nzima. Alafu kuna start loans and advances na yenyewe ni bilioni 2, imekuwa kwa 22%. I think hapa pia tutauliza hizi kama ni staff loans kwa wafanyakazi wake au kwa watu wengine wote huko nje, lakini ndio imefika mpaka bilioni 2. Pia insurance premium financing ilipanda kwa 67 mpaka milioni 166. I think hiyo ndio zile commission wanapata kwenye bank assurance, lakini pia wana micro housing loans ni 3% ya loan book nzima, na yenyewe imepanda kwa 21%. Tutaona categorization ya loans and advances huko mbele. Tutakuwa na ombi na sisi kwenda kwa maendeleo jinsi ya kuzicategorize ili ziweze kucommunicate kwa tija zaidi, lakini micro housing loans sasa hivi ni 3%, 3% ya kitabu kizima cha mikopo yao. Sasa nimesema interest income ndio mapato core business ya benki, lakini pia kuna mapato mengine ambayo hayatokani na riba, non interest income au non funded income. Sasa non interest income sehemu kubwa huwa ni fees and commissions, na hapa ni 23% ya total non interest income. Fees and commissions unakuta ni mtu umeenda ATM, umetoa hela, kuna fee. Umetuma hela kutoka kwenye account moja kwenda kwenye account kwenda kwenye simu labda au kwenye account nyingine, unakuta kuna katozo pale, hizo fees and commissions. Au umeenda kwa agent, hizo fees and commissions zote ndio hizi fees and commissions tunazosema hapa. Kwa hiyo ziko sehemu nyingi lakini zinahusiana sana sana na transactions. Umeapply mkopo, kuna fee umelipia, kuna commission imelipwa, hizo ni fee zote. Kwa hiyo 23% imefika milioni 687 mwaka 2024, ilishuka kidogo. Commission from insurance services na yenye 19% ya total insurance imepanda kwa ya total non interest income imepanda kwa 9% mwaka 2024, ilifika milioni 556. Pia kuna application fee. Hii sasa nadhani ya mikopo. Application fee while other services commission declined, ilifika milioni 188, lakini services nyingine commission ilishuka kwa 11% mpaka milioni 221. Hii application fee ni ya mikopo. Watu ukiapply mkopo, mtu ambaye amechukua mkopo anajua ukiapply mkopo kuna fee inalipiwa, ambayo nayo inakuwa ni mapato kwa benki, inaingia sehemu ya fees and commissions. Na pia kwa mwaka 2023 na 24 ukiangalia kwenye ripoti zao, kuna recovery walipata. Kuna mikopo ambayo nadhani ilikuwa written off lakini ikaja kuwa recovered, iko specifically 2023 na 24, huko nyuma sijaiona. Kwa hiyo nadhani kuna mikopo ambayo maybe kipindi cha COVID or something, lakini kuna mikopo ambayo ilionekana kama imekuwa mikopo chichefu, ila baadaye sasa unaweza uka write off, lakini unaendelea kufuatilia and eventually unakuja kupata, hata usipopata wote, lakini unakuja kuupata. Ukiupata mao inakuwa recorded kama mapato, kwa sababu ishatolewa kwenye income statement kama provisioning. So mikopo ikitoka huwa kwa sababu mikopo ina risk ya kutokulipwa, huwa benki yanaweka kama expense kwenye income statement ili kusmoothen ikitokea mkopo hujalipwa. Ndio inaendana na NPL. Kama NPL ni kubwa, maana hiyo provisioning itakuwa kubwa, maana mikopo mingi ni chechefu, lakini lazima hiyo provided for.
Kwa hiyo ikishafika muda sasa umeprovide imeenda mpaka ukaona mkopo siwezi kuupata, unaweza ku write off ukatoa kwenye vitabu vyako, usitegemee tena mapato kutoka kwenye huo mkopo au kulipwa. Ukiupata unaurekodi kama mapato kwa sababu ulishaanza ku provide for kwenye income statement yako. Na other income sources ndio kama hizi payroll processing fees, lakini hizi sasa hizi ni services ambazo benki inatoa, lakini kwa sababu inatoa services inabidi zilipiwe, ndio hizo non interest income zote. Unakuta zina mapato ambayo yanatoka kwenye kulipia hizo services ndio yanaingia kama non interest income, japokuwa core business ya benki iko hapa kwenye riba. Hii ni average share price tangu mwaka 2021 ilienda ilishuka mpaka mwaka jana, lakini mwaka huu tumeona imepanda na ina reflect performance. Tumeona hapo mapato yameongezeka mwaka huu, kupanda kwake na reflect performance, japokuwa bodi imeamua isilipe gawio, lakini maana yake huko mbele performance yake itakuwa inategemewa kwamba itakuwa nzuri. Niligusia total assets imefika bilioni 155 na hii ni quarter ya kwanza 2025. Total assets zimefika bilioni 155, lakini tunaona ambavyo zime evolve over time, zimepanda mpaka kufika sasa hapa zilipo ni bilioni 155. Na mikopo yao sasa hivi ni bilioni 88 as quarter 1 2025, lakini mpaka mwisho wa mwaka jana ilikuwa bilioni 88 pia. Mwaka huu unaona kama imepungua kidogo kwenye quarter ya kwanza, lakini overall tukicheki over time tangu COVID bilioni 54 ni almost imeongezeka zaidi ya bilioni 30 in loans and advances. Over time tunaona kabisa biashara, na hii hapa kama nilivyosema kwa mwanzo, hii ndio biashara ya benki. Over time tunaona kabisa benki inakuwa na hii mikopo inaendelea kuongezeka. Kwa core business ya benki inaendelea kuperform vizuri. Hizi ni holdings za government securities. Hapa nilisema kutoka 2023 kwenda 24 iliongezeka, japokuwa riba iliyopata kutoka kwenye hiyo ilipungua, lakini zenyewe iliongezeka kama bilioni 3.8 hivi 0.9 almost bilioni 4 kutoka 23 kwenda 24. Na quarter 1 tunaona investments zimefanyika kubwa. Hapa ni zaidi ya bilioni 8 imeongezeka. Zaidi ya bilioni 8 imeongezeka kutoka bilioni 29 mpaka bilioni 37 within one quarter, wamewekeza kwenye treasury bonds. Deposits ambazo ndio mafuta ya benki, nisema kazi ya benki ni kuchukua deposits, kutumia hizo deposits kutolea mikopo. Kwa deposits zimepanda mpaka bilioni 98 as of the end of quarter 1 2025, na kutoka bilioni 57 2020. Tunaona nayo growth inaenda inakuwa kwa kasi. Borrowings zimeenda zinabadilika, lakini so far kuna wako tawan I can say hawajakopa, but tujui kwa sababu hamna report ambayo inaweza ikaonyesha hicho vizuri in details ndani ya quarter hii moja, mpaka report ya mwaka itoke ya mwaka 2025, that is next year. Lakini from the looks ni kwamba wamelipa, kwa sababu kama umechukua mkopo unaendelea kuservice. Kwa hiyo wameservice, ndio maana imepungua. Maybe watakuja kukopa tena huko baadaye, lakini sasa tunaona mikopo na mabenki, kama nilivyosema, mabenki nayo wanakopa, yanaweza kukopeshana yenyewe, unaweza kupata taasisi nyingine ya kukopa, anaweza kukopa kwa benki kuu, lakini yeye mikopo yake iko hapa sasa hivi. Ilikuwa mwisho wa mwaka jana ilikuwa bilioni 21, mwisho wa kota ya kwanza mwaka huu ilikuwa ni bilioni 20. Hizi ni shareholders funds, hii ndio equity yenyewe, na yenyewe tunaona over time imeenda inapanda kutoka bilioni 14 2020 kufika bilioni 23 kota ya kwanza mwaka huu, na ndio balance sheet yao. Sasa mikopo imegawanyika. Kwa hiyo kwenye ile mikopo pale kwenye core business ya benki tulipo focus napo, sasa hii breakdown ya wamekopesha kwenye sekta gani. Tunaona 2021 small business, kama nilivyosema, vision ya benki ilikuwa ni kufocus na SMEs na small businesses. 65% 2021 ilikuwa focused kwenye small businesses, wakati corporate businesses ilikuwa ni 22%. Kwa corporate ni wakubwa, na consumer lending indirectly I think ni retail ya 13%. So maybe sari inaingia hapo, staff na nini zinaingia hapo, lakini sehemu kubwa ya biashara ni small business lending. Kwa tunaona hapa napo ni asilimia almost 65 2021 na 22. Sasa kuanzia 23 jinsi ya kuripoti, wanavyoripoti hii categorization ilibadilika. Nadhani zote wakawa wanazitem kama term loans, au sehemu kubwa wanaitem kama term loans. Kwa hizi small business lending I think consumer nani zitakuwa kwenye hii term loans, lakini sasa tuwezi kuona each category specifically kimechangia kiasi gani, lakini tunaona overdraft ni 4.8 kama tulivyoongelea kule mwanzo. Mikopo ya staff ni 2.2. Kuna micro housing loans kama tulivyoona kule mwanzo
ni 2.9%. Yani going haijabadilika sana kuingia 2024, bado iko hivyo hivyo. Sehemu kubwa ni term loans. I think your small businesses na corporates zitakuwa zinaingia hapa kwenye term loans, lakini mikopo ambayo imefocus na yani mikopo ya kwenda kwa biashara au kwenda kwa watu kwenda kwa umma ni ya 90%, and then hizi ni facilities, I think ni special facilities. Kwa hiyo ndio breakdown ya mikopo, tuseme kitabu cha maendeleo kilivyo kimefocus na maeneo hayo. Hizi ni some ratios. Ukiwa unaangalia kama performance au afya ya taasisi, kuna ratios ambazo zinakusaidia kuangalia kwa benki. Hizi ndio key ratios, na kikubwa ni kama nilivyosema pale mwanzo, kama mikopo, kuna mikopo ambayo ilikuwa written off imerudi. Kwa hiyo kuna benki inavyotoa mikopo lazima icategorize. Kuna mikopo ambayo inakuwa haijaanza, inakuwa tuseme kama madeni chechefu, mikopo ambayo hailipwi vizuri, aidha inasuasua au mtu ameacha kulipa. Kwa lazima uilinganishe yenyewe na mikopo yote ya mtu aliyotoa. Benki Kuu kaweka limit ya 5%, na akasema mtu ambaye amezidi 5% asilipe gawio. Hapa tunaona Mkombozi imeshuka, ilikuwa tangu 2021 ilikuwa 13%, imeshuka sasa hivi ilikuwa 6%. Japokuwa imeenda nacheza hapo 5%, ilishuka mpaka 4.8, imerudi sasa hivi 6%, lakini tunaona iko karibia na hiyo threshold. Iko karibia na hiyo threshold ya 5%. Kwa 6% ya mikopo aliyotoa maendeleo ni chechefu. Tuseme watu haiwi serviced vizuri, ya 6% tu. Kwa 94% iko service vizuri. And to the best of my knowledge, mkopo mpaka uwe considered non-performing, manake usiwe serviced ndani ya siku 90, ndani ya miezi mitatu. Mtu alitakiwa analipa kila mwezi, ndani ya miezi mitatu hajalipa, then tunaanza kuwa considered kama non-performing. Na kuna stages, kuna mkopo sababu mwezi mmoja, miezi miwili, kwa sababu mtu kama alitakiwa alete deposit kwenye mwezi hapo hajaleta, maana anaanza kuleta kusuasua, na inaanza kuwa categorized kwenye stages kwamba hili ni deni chefu, going mpaka ikifika siku 90, then inakuwa considered kama non-performing loan. Metric nyingine ni gross loans and advances to total deposits. Sasa kama nilivyosema mwanzo, benki inachukua deposits alafu inatumia hizo deposits kutoa mikopo. Kwa hiyo na watu pia mind deposits, watu wanaweza kuja kuzichukua muda wote. Wewe mtu uliweka hela benki unaweza kwenda kuchukua hela benki muda wote, lakini kama benki imetoa mikopo, hiyo hela yote imetoa mikopo, then inaweza ikawa issue pale ambapo watu wanataka kuchukua hela yao, na hiyo liquidity management ni kitu muhimu sana. Kwa mara nyingi ni vizuri kama mikopo inakuwa ni chini compared to zile deposits zote ambazo ziko benki, na hii ni metric ambayo inatumika kuangalia liquidity ya benki ambavyo inaweza kumeet obligations zake, manake na liquidity imebaki na pesa imebaki. Kwa hiyo loans and advances to total deposits imeshuka, na yenyewe unaona ilikuwa 93.5 mwaka 2020, ilishuka mpaka 80% mwaka 2022, ikaanza kupanda. Sasa kushuka ni kuzuri kwa sababu benki inakuwa na liquidity, lakini pia ikiwa kubwa, maana yake inaweza ikawa inaonyesha kwamba benki inatoa mikopo sana, ina biashara ni kubwa, au inashindwa kumobilize deposits. Kwa kushuka kuna manufaa yake na hasara zake, na kupanda kuna manufaa yake. Kwa hivyo shuka mpaka hapa ilianza kupanda, maana sasa mikopo ilikuwa inatoka kwa kasi. Na tunaona hapa liquidity management imerudi tena chini kidogo mpaka 84%, which is somewhere that is healthy. Ukiangalia ukilinganisha na ya banking sector nzima Tanzania, I think ya banking sector nzima, sijaangalia the latest report, lakini ilikuwa zaidi ya 97%. Yani zaidi ya 97% ya deposits zimetolewa kama mikopo. Kwa hiyo ya Mkombozi iko chini, somewhere chini kidogo, maana liquidity management yake ya maendeleo, sorry, maendeleo iko chini kidogo, maana liquidity management yake iko vizuri zaidi. Na loans and advances growth na zinakuwa, hii ni growth ya kila mwaka. 2020 zilikuwa aggressively, 2023 zimekuwa tena aggressively, na 2024 imekuwa aggressively kwa 19.6%. Hii ni zaidi ya private sector credit growth ya nchi nzima ya uchumi wote, banking sector nzima ya Tanzania. Deposit growth nao tunaona hivyo zimeenda zinabadilika, lakini zote ni double digits. At all times zimekuwa tangu 2020 zimekuwa double digits, zimekuwa zaidi ya 2023 na 2024 imekuwa kwa 15%, 14.6%. Asset growth nayo hivyo hivyo, na inaenda inabadilika, lakini kuanzia 23 hapa tunaona inakuwa kwa kasi. Hii asset ni asset zote sasa za benki, lakini zinakuwa driven sana na mikopo, ile loans and advances, ambao kama tunakumbuka total assets za
Maendeleo ni bilioni 155, lakini mikopo ni bilioni 88. Kwa hiyo ukiangalia hapo, hiyo ndio sehemu kubwa ya assets za benki. Kwa hiyo ukiona assets zinakuwa, maana yake mikopo inakuwa kwa kasi. Capital adequacy, hii ni ratio ambayo imewekwa na Benki Kuu kwa ajili ya kuhakikisha benki iko well capitalized, na unachukua core capital ya benki unagawa kwa risk weighted assets. Sasa kuna namna ya kutafuta risk weighted assets ambayo kwa manufaa ya hii webinar hapa ya leo haina haja ya kuiongelea, lakini ni unaangalia mali zote za benki ambazo zinaingiza mapato na unazi apportion a certain risk, a certain percentage ya risk, ndio unatafuta risk weighted asset, afu unahakikisha una mtaji wa kutosha kuweza kucover hizo asset, yani kwa hiyo ni ratio ya hizo assets zako, ndio capital adequacy ratio. Kwa hiyo benki kuu anataka 14.5 nadhani, lakini tunaona maendeleo kwa 19%. Kwa maana yake they are well beyond requirement ya benki kuu ya capital adequacy ratio requirement. Sasa hii balance sheet inaonyesha afya ya taasisi. Income statement inaonyesha biashara yao over time imekwendaje ya benki. Na kama tulivyogusa kule mwanzo, interest income ndio mapato ya core business ya benki, na tunaona over time kuanzia 2020 mpaka 2024, ndani ya miaka mitano mapato yamedouble kutoka bilioni 11 mpaka bilioni 20. 2024 mapato yamedouble. Net interest income, hii ni riba sasa moja kwa moja. Hii net interest income nimesema pale mwanzo kwamba unachukua deposit, unatoa mikopo, zile deposit unazilipia, na mikopo unayotoa unalipwa riba. Ile riba unayoipata ukitoa gharama ambayo unalipia wewe deposit zako au financing yako, ndio unapata net interest income. Na sio deposit peke yake, tumeona una mikopo. Kwa mikopo ile ambayo wamechukua nao na wenyewe wanalipa riba, Maendeleo wanalipa riba. Sasa ukichukua riba unayoipata wewe kutoka kwenye biashara zako uliotoa mikopo, ukatoa ile riba ambayo unalipa kwa ajili ya kupata pesa, ndio unapata non interest income, ambayo nayo over time tumeona imekuwa inakuwa kutoka bilioni 6.5 mpaka bilioni 12, almost nayo imedouble. Lakini hapa kitu ambacho tunaweza kunotice ni kwamba interest expense imekuwa inakuwa kwa kasi zaidi compared to interest income, but that has been across the banking sector yote. Interest expense imekuwa zinakuwa kwa kasi kuliko interest income, and I think this stems to watu siku hizi wanavoweka wanavonani deposit zao zinakuwa, people seek more out of their funds kuliko huko nyuma. So this cuts across banking sector yote. Non interest income na yenyewe imekuwa inakuwa 2024 imebaki pale pale, lakini tukiangalia kutoka 2020 mpaka sasa ni more than imedouble, almost kama triple, ilikuwa almost triple na yenyewe. Kwa hiyo inaonyesha services nyingine ambazo benki inatoa, maana nayo wigo umekuwa unaongezeka, sababu kama tulivyosema pale mwanzo, sana hizi ni fees and commissions. Kwa mikopo ikikua, toa mikopo mingi zaidi, market application fee itaongezeka, lakini watu wanazidi kutumia benki, market hizo fee kutransfer, kutumia ATM zao, fee nazo zinakuwa kwa kasi, then inaonyesha operations za benki zinaongezeka, maana operations zao zikiwa nyingi ndio wanapata kulipwa hizi fees and commission. Non interest expenses ni expenses za kuendesha benki, kwa sababu hapa kuna expense mbili. Moja ni ya kukusanya pesa kwa ajili ya kutoa mikopo ambayo ni deposits, na mikopo ambayo benki inachukua kwa ajili ya kuweza kutoa mikopo kwa umma. Lakini hiyo shughuli yote inafanywa na watu, na inabidi kuwe na jengo, watu wasafiri, kunakuwa na usafiri, kunakuwa na ulinzi, vitu vyote sasa hivi ndio vinakuja kuingia kwenye non interest expense, ambao kama mtu anajua income statement ya benki inavyokaa, structure yake inaanza interest income, inakuja interest expense, inakuja net interest expense, then inakuja provisioning ya madeni chechefu kama tulivyo discuss hapo nyuma. Baada ya hapo inakuja sasa non interest income, ambayo ni tofauti na ile interest income ndio tumetoka kuiangalia hapa, and then zinakuja non interest expense, ambayo sehemu kubwa non interest expense inakuwa gani? Ni gharama ya wafanyakazi, kwa sababu you can imagine benki, na tumeona hapo wana branches kadhaa. Hizo branches zote lazima kuwe na mtu anaimanage, lakini kuwe na watu wakienda kuwa service wale matela na nini. Kwa sehemu kubwa ya gharama za benki yote huwa ni wafanyakazi. Na tukiangalia hapa size and benefits ni bilioni 4 kwa mwaka 2024, ilikuwa bilioni 4.8. Wakati other operating expenses, sasa gharama zingine zote kama kuna jengo wamepanga, rent, vitu kama hivi vyote vinaingia hapo kama bilioni 5.3 au almost 0.4.
gharama zingine. Kwa hiyo tunaona sehemu kubwa, sababu hiyo bilioni 5.3 ndio inabeba gharama zingine zote, wakati bilioni 4.9 ni wafanyakazi tu. Kwa hiyo tunaona sehemu kubwa ya gharama inakwenda kwa wafanyakazi ambao wao ndio wanaipush benki na wanafanya biashara, wanapush biashara na wanatengeneza relationships na wateja. Kwa hiyo ni fair kwa wao kupata kwa gharama kubwa ni kulipa wafanyakazi wa benki. Net income after tax na yenyewe tumeona imekuwa ina reflect biashara hii sasa, this is more than triple. Hii imekuwa kwa kasi na mara 5, hii imekuwa mara 5 kutoka milioni 700 mpaka bilioni 3.6. Hii this is 5 times. So kuanzia 2020 net income after tax imekuwa kwa kasi, na ukiangalia hata kukua kwake ni kwa kasi kuliko kukua kwa mapato, which means hata ongezeko la hizi non interest expense tukiangalia kutoka hapa kuja mpaka hapa imekuwa kama ziko contained, imekuwa kwa kasi ndogo. Kama hapa hivi miaka miwili almost the same time ilipungua, hizi ilipungua. Kwa hata kukua kwake imekuwa polepole. So sio peke yake mapato kuongezeka, lakini gharama unazotumia kuendesha benki na zenyewe wanajaribu kuzicontain, inaongeza efficiency ya benki. Tutaona efficiency ratio, cost to income ratio sasa hivi imefika wapi, lakini hiyo ndio itaonyesha kama kasi ya kukua kwa mapato na kasi ya kukua kwa gharama ambazo wanatumia zinaendana vipi, relationship yake ikoje. Sasa breakdown ya interest income, kama tulivyogusa kule mwanzo, nielezea interest income inatoka kwenye nini. Kuna government securities, kuna mikopo na kuna placement na other banks, ambao ni mikopo kwa mabenki au wameplace tu hela kwenye benki nyingine. Throughout tunaona tangu 2021 sehemu kubwa inatoka kwenye mikopo, 80%, imepungua mpaka imefika 77, hapa katikati ilishuka mpaka 72. Tunaona interest income kutoka kwenye government securities iongezeka sana, sasa hivi imerudi chini, lakini sehemu kubwa bado iko kwenye core business. Kwa sehemu 3 ambazo anapata interest yake ni kwenye hizo. Toka akipata hela kama deposits, anaweza allocate sehemu 3: mikopo kwa umma, akakopesha mabenki mengine, au akaweka kwenye mabenki mengine kwa ajili ya ku settle some transactions, au akanunua hati fungani za serikali. Na sehemu kubwa bado tunaona iko kwenye core business. Breakdown ya non interest income na yenyewe tuligusia pale mwanzo, lakini tunaona nayo sehemu kubwa kama 2024 sehemu kubwa ilikuwa kwenye recovery. Hii mikopo ambayo I think ilikuwa tayari iko written off, ndio 25% ya hela yote walioipata, lakini huwa mara nyingi fees and commissions ndio zinakuaga kubwa na 23%. Kwa hiyo isingekuwa hii mkopo, hii ndio ingekuwa majority ya fees and ya non interest income walioingiza. Hata huko nyuma pia 2023 ilikuwa hivyo hivyo, ila ukiangalia huko nyuma wakati hii segment ya recovery haipo, sehemu kubwa tunaona ni fees, commission received from other services, and then kuna application fee nayo ilikuwa significant 2021-22, commission ndio ilikuwa sehemu kubwa, and I expect hata going forward commission kwa sehemu kubwa. Sasa hivi ambapo wanapanua wigo wa operations kwenda kwenye nchi nzima, maana yake wataweka branches kwenye mikoa mingine tofauti na Dar es Salaam, kutakuwa na ATMs mikoa mingine tofauti na Dar es Salaam, na hiyo yote ita attract commission, lakini pia mikopo wanavyotoa mikopo, application fee nayo itachangia. Kwa expect, kwa sababu operations zinaongezeka, expect fee na commission kuongezeka pia ku reflect hizo operations zinavyoongezeka. Sasa kama nilivyosema, kwenye balance sheet kuna ratios ambazo unaangalia kuonyesha afya ya kampuni, na kwenye income statement kuna ratios ambazo unaangalia kuonyesha performance. Niligusia cost to income ratio, naomba niongee hapa ndio nirudi kwenye return on equity. Niligusia cost to income ratio kwamba over time wakati mapato yanakuwa, kampuni nyingine zikama mapato wakati yanaongezeka na gharama kwa sababu hizo gharama ndio zinazoweza kuendesha kampuni, ndio ni watu, tuseme watu, majengo na nini, zita reflect mapato kukua, lazima utumie ili upate. Lakini pia unaweza kukuta kampuni mapato yanakuwa ila wana contain gharama zao, wanakuwa very prudent kwenye matumizi, so unajaribu kutumia somewhere that has the most significant potential, significant return. Kwa hiyo tukiangalia cost to income ratio maana yake unachukua gharama tofauti na gharama za pesa. Gharama za uendeshaji, zile non interest expense, unagawa kwa mapato yako
ambao mapato ni non interest income na net interest income. Achana na ile interest income ya juu, tunatoa ile interest expense ambayo benki inalipia kwenye deposits na mikopo aliyochukua. Ile net interest income ndio unajumlisha na non interest income, hiyo ndio inakuwa mapato yako. Kwa ukichukua gharama zako ukagawa kwa hicho, unapata cost to income ratio. Ukichukua gharama ukagawa kwa mapato, unapata cost to income ratio, ambapo tukiangalia 2020 hiyo cost to income ratio ilikuwa 78.7. Imeshuka mpaka 59% mwaka 2024. Na hapa pia kuna threshold nyingine ya benki kuu ameweka isizidi 55%. Kwa hiyo NPL isizidi 5%, lakini cost to income ratio pia isizidi 55%. Na implication yake benki kuu ilisema ni kwamba NPL ikizidi 6% na 5% na cost to income ratio ikizidi 55%, maana yake kampuni hairuhusiwi kulipa gawio wala kulipa bonus. Cycle ilitoka I think 2021 kama nakumbuka vizuri. Kampuni hairuhusiwi kulipa gawio wala hairuhusiwi kulipa bonus. Na ukiangalia kwenye report ya maendeleo wamegusia kwamba mwaka huu bodi haikupropose, mwaka jana kwa ajili ya mwaka jana bodi haikupropose gawio kwa sababu ya hiyo ratio, cost to income ratio kwa 59%. Kwa wamesema benki kuu anataka mpango, kwa sababu ilikuwa labda ongea na benki kuu alipe wakati wanashughulikia hii shuke. Benki kuu anataka mpango wa jinsi gani wataishusha hii, lakini wako kwenye mpango sasa hivi wa kuandaa strategic plan I think for 5 years, na kwenye mpango ndio atamuelezea benki kuu vizuri na mpango gani wa kushusha. Lakini ukiangalia huku ilikotoka na hapa ilipofika, I believe going forward maybe in a year, kwa sababu kushuka hiyo mpaka kufika 55% ni asilimia kama 4 tu. Kwa hapa mapato yakiongezeka aggressively, manake wataweza kufika hii ratio. Lakini pia cha kuangalia, kwa sababu sasa wanafanya expansion kwenda kwa nchi nzima, and you know kama una biashara sasa unaifungua sasa, kwa sababu wanaelekea kwenye hizi nchi kabla hawaja capture market share, hawajapata biashara kwa kasi, most likely gharama zitaongezeka kwanza kabla mapato kuja. Kwa hiyo inawezekana cost to income ratio ikaongezeka kidogo, lakini eventually mapato yakianza kuja vizuri kutoka kwenye nchi nzima, I believe ile ongezeko la biashara kutoka kote mapato yatakuwa kwa kasi. Na ukiangalia kama ikienda ilivyokwenda hapo nyuma, kwamba mapato yanakuwa kwa kasi kuliko gharama zao, then hata hizo gharama zitakazotoka mwanzoni baadaye mapato yatakuja kureflect vizuri na yatakuwa kwa kasi kuliko hizo gharama, employ the same prudence ambayo wameemploy in the last 5 years. I believe cost to income ratio itashuka tu chini ya 55%, na watakuwa wanaweza sasa kulipa magawio cash dividends, kwa sababu hapo nyuma wamekuwa wanalipa scrip dividends. Kama nilivyosema, mtu baadaye ya kulipwa pesa unalipwa share, unaongezewa number of shares. Then tukija kwenye return on equity, hii ni unachukua faida unagawa kwa mtaji wa benki. Mtaji ni mali zake zote, ukitoa madeni yake yote, kinachobaki ndio mtaji wa benki. Mtaji ndio mali ya shareholders, equity ndio mali ya shareholders. Tumeona pale shareholder funds, naomba nirudishe juu kidogo. Hii hapa shareholder funds ambayo ni bilioni 23 as of quarter 1 2025 ni bilioni 23. Sasa ukichukua faida unayopata ukagawa kwa huo mtaji, unachokipata ndio return on equity. Na kati ya ratios very sensitive, kwa sababu unavopata faida ni mali ya wamiliki ambayo inaenda kuongezea mtaji. Kwa faida inapokuwa kwa kasi, maana yake mtaji unakuwa kwa kasi. Kwa hiyo ukiona ratio hii inapanda, maana yake hata kasi ya kukua inaongezeka, yani unakuwa kwa kasi zaidi kila mwaka, kwa sababu hii return hapa, hiyo faida iliyopatikana 2020 imeenda kuongezea mtaji. Kwa mwaka unaofuata ili iongezeke, maana inabidi upate faida kubwa sana, kwa sababu upate faida kubwa zaidi, kwa sababu mtaji wako nao umeongezeka, mtaji ambao ni denominator. Kwa numerator inabidi ikue kwa kasi kuliko kile kilichokuwa mwaka jana kwenye denominator. Kwa hiyo ratio kuendelea kupanda nayo inaonyesha vitu kubwa, na tutaka kufika 16% kutoka 3%. The growth itself is very significant. Toka 2000 ndani ya miaka mitano umetoa 3% mpaka 16%. The growth is significant. Return on assets nayo unachukua faida unagawa kwa total assets, na tunaona imetoka 0.5 imefika mpaka 2.4. Na mind you hapa, kwa sababu kama unataka kukuza faida lazima ukuze in the nature ya benki, lazima assets ziongezeke. Na assets zinaongezeka vipi? Zinaongezeka kwenye mikopo. Kwa vile vile unapofanya biashara kwa kasi, unapofanya kwa nguvu, unapotafuta biashara, maana balance sheet yako inakuwa, which makes the growth of the ratio more difficult. Kwa hiyo kufanya kwamba imeongezeka, maana yake hata prudence yao ya matumizi imekuwa nzuri, nayo imesaidia hii ratio kupanda. Alafu kuna non interest income to gross income.
Hii ni mapato tofauti na yale ya riba ukigawa kwa mapato yote. Kwa hiyo mapato tofauti na riba yamekuwa yanacheza kati ya 22 ndio kubwa na 18 ndio dogo ya mapato yote. Kwa zaidi ya asilimia almost 80 na kitu yanatoka kwenye interest income. Na mwaka 2024 ilikuwa asilimia 19.6 kama asilimia 20. Kwa hiyo tunaona core business ndio inachangia sehemu kubwa ya mapato. Ya hizi mapato yanatoka kwenye operations za services za services ambazo benki inatoa yanachangia sehemu ndogo, lakini core business ndio inachangia sehemu kubwa. Na hii ni faida kwa kila share, na tunaona imetoka shilingi 29 mpaka shilingi 140 ndani ya miaka mitano. Hii ni growth zaidi ya 6 times zaidi ya 6 times in 5 years. Kwa earnings per share zimeenda juu. Maana ina reflect faida kukua. Sasa kuangalia, kwa sababu tushaipitia biashara yote ya benki, kama tuseme final word, mwaka jana faida ilikuwa kwa 64%. That is significant growth. Kufikia bilioni 3.4, kutokana sana sana na core business, kutokana na strong net interest income kwa sababu ni core business, na impairment charges ilipungua. Impairment charges ndio zile kwenye madeni chechefu, tunaona pale imeshuka mpaka 6%, ilikuwa juu. Kwa maana ina reflect hizo impairment charges kupungua, zina reflect na madeni nayo, quality ya balance sheet inaongezeka, quality ya mikopo iliyotoa inaongezeka. Mikopo imekuwa kwa 22% kufika bilioni 88, ambayo ni term loan ya 91%. Hii tushaigusia hapo juu, na kwamba wamepewa leseni sasa ya kuoperate kwa nchi nzima na meet hizo. Sasa operate nchi nzima maana inakuwa commercial bank. Kama nilivyosema pale mwanzo, capital requirements za benki ya kawaida, community bank au microfinance bank ni tofauti na requirements za commercial bank. Sasa hivi wanaanza kuoperate kama commercial bank Maendeleo, maana yake sasa inabidi wa meet some standards na wa meet some capital requirements kama commercial bank, ambazo mpaka wamepewa provisional license maana yake wamesha zimit. Nadhani ni kuangalia uzoefu, benki wataendelea ku review kabla hajawapa hiyo permanent license. Ila pia key takeaways, net asset value ya Maendeleo Bank ni shilingi 895 ukikompare na bei yake ambayo ni shilingi 455, which means the net asset value per share ni 1.9. Yani net asset value ni 1.9 ya bei ya Maendeleo Bank. Now this can mean it's undervalued, lakini tunajua valuation ina consider vitu vingine vingi, sana sana ina consider biashara na potential ya kampuni ku earn pesa baadaye. Ila this is one indicator kwamba kuna value ya kuwa realized kwenye Maendeleo. Kuna value ya kuwa realized kwa sababu kama sasa hivi ikitokea balance sheet yao yote ikaweza kuuzwa at market price, at how much it's valued, ikaweza kutoka kwa pesa ile ile na wakaamua kuiliquidate benki, maana yake shareholders watalipwa almost mara 2 ya bei ambayo iko sokoni sasa hivi. That is the simple narration. Kwa maana yake kuna value ya kuwa realized, lakini hiyo value itatokana na jinsi wanavyo earn. I think sababu moja hapo ni kwa sababu hiyo ya kutokulipa gawio cash dividend, ambayo tunajua ni wanashusha cost to income ratio. Ikashuka chini ya 55%, then watakuwa wanaweza kulipa gawio, na wakifika point ya kulipa gawio, I believe ita reflect kwenye bei, na tutaona bei ikienda juu, ikianza kukimbiza hii net asset value per share. Benki nyingi tukiangalia ambazo ziko mature hata kubwa hizi hapa nchini, unakuta net asset value per share inacheza kwenye 1. Yani kama 1 maybe, kama iko chini maybe 0.9 au 0.85 hivi, between 0.8 and 1, na juu inaweza kaenda mpaka 1.2 1.3. Kwa the fact that iko chini kiasi hiki, maana yake there's value to be realized, na I think hiyo value itatokana na wakianza kulipa magawio. Na hii tunasema tunaanza kuangalia kuanzia results za kota kwanza, bado cost to income ratio iko zaidi ya 55%, lakini tukifika point ambayo cost to income ratio imeshuka chini ya 55%, then we expect watakuwa wanaweza kulipa gawio, na wakilipa gawio hopefully that will be next year. Wakilipa gawio then we will see the value here being realized, and that there is the opportunities, there is the potential that we see. Na cost discipline tumeiona wanavyoelekea sasa, tunategemea waelekee tushusha hii cost to income ratio ambayo tumeidiscuss.
Hii ni kama watalipa, kwa sababu tumeona hapo nyuma wamekuwa wanalipa scrip dividends. Kwa kama watalipa tena scrip dividend, then inaweza kaongeza share inaweza kaongeza value ya equity by about 10%, but then tumeona hawatalipa gawio. Hiyo nimeona kwenye annual report. Unless kuna taarifa mpya imetoka hapa kati, lakini kwenye annual report yao wamesema hawatalipa gawio mwaka huu, wata retain capital, kwa capital yote itarudi. Hiyo bilioni 3.4 yote walioipata maana inaingia kwenye mtaji wa benki, inakuza mtaji wa benki sasa hivi ambao wamekuwa commercial bank. Na pia NPL nayo ni kitu cha kuangalia, tumeona kwenye 6%, kwa hata kama cost to income ratio itazidi 55%, kama NPL itakuwa juu ya 5%, nayo pia ni kigezo cha kutokulipa magawio. Lakini nadhani cycle ilitaja zote mbili, ila naamini benki iko very keen on cost to income ratio kuliko NPL. Ila zote mbili ni qualifications ambazo inabidi benki meet kabla ya kulipa gawio na kulipa bonus. So that's it for the discussion of maendeleo. I think nimkaribishe moderator, kama ni Amir Ulitiko, nimkaribishe moderator, tuendelee na session. Tutakuwa na maswali kwenda kwa mgeni aliyetoka Maendeleo Bank, then tutapokea na maswali kutoka kwa umma. Moderator, karibu. Asante sana Imani, asante sana kwa a very comprehensive asante sana Imani kwa a very comprehensive overview ya maendeleo. Naona kabisa kwamba Imani, naomba screen. Naona screen iko hapo, bado inaonekana. Bado una share screen. I believe mtu wetu wa Tehama Ibra anaweza aka take over na kushare screen ya presentation inayofuata. Asante sana Imani kwa a very comprehensive analysis ya maendeleo. Mr. Nolasco, tunaona kabisa kwamba growth ya earning per share to 140 by the end of 2024 toka 89. Januari tulifungua maendeleo iko 310, sasa hivi tunaongelea 455. Naamini kabisa kwamba Imani ameongelea benki yako vizuri, lakini wewe utakuwa na information nyingi. Tunachokiongelea ni kile ambacho kiko kwenye annual report na kuna assumptions hapa na pale. Labda kabla sijaenda kwenye maswali direct, nikupe hata dakika 5 ujitambulishe, lakini pia ujaribu kuclarify chochote kile ambacho baki kinaweza kama kimeongelewa ambacho unataka kuexpand zaidi au kuclarify zaidi. Lakini kumradhi pia kwa muda wote ambao mlisikia Mkombozi badala ya Maendeleo. Zote hizi ni benki za kanisa, kwa hiyo inawezekana kwamba hapa na pale kukawa kuna mix up, kumradhi, lakini kwa muda wote ambao ulisikia Mkombozi ndio tulimaanisha Maendeleo. Mr. Nolasco, karibu sana. Asante sana Lutiko, asante sana Imani. Kwa kweli nakushukuru sana kwa moyo wa dhati. Umeielezea benki yetu Maendeleo Benki vizuri sana. Na kama alivyosema Lutiko, Maendeleo Benki na Mkombozi zote ni benki za kanisa, kwa hiyo ninaelewa mix up inayotokeaga, kwa hiyo hilo halina shaka. Ninashukuru sana kwa jinsi ambavyo session imekwenda, lakini pia ndugu wakezaji, mabibi na mabwana, kwa haraka kujitambulisha. Majina yangu naitwa Nolasco Charles, ni Head of Finance Maendeleo Bank. Nimejoin Maendeleo Bank mwaka juzi mwezi wa 10, kwa hiyo bado kidogo nifikisha miaka 2, ni kama mwaka 1.5 hivi sasa. Na benki imekuwa ikifanya vizuri, namba zote ambazo zimezungumzwa na Imani kama zinavyojieleza ni nzuri na zenyewe zinajitangaza, lakini ningetamani maeneo machache kutoa clarification au kufafanua au kuongeza kidogo nyama hapa na pale ambapo hazikuwa zimewekwa vizuri. Cha kwanza kabisa nitumie fursa hii mabibi na mabwana kutangaza rasmi kwamba tangu tarehe 16 mwezi huu wa 5 juzi, Benki Kuu ya Tanzania imetoa kibali rasmi, kibali permanent license kwa Maendeleo Benki kufanya kazi za full fledged commercial bank, na kama ilivyoelezwa tofauti kati ya community bank na commercial bank. Kwa hiyo Maendeleo Benki tangu tarehe 16 mwezi wa 5 ni permanent, ina permanent license ya kuwa full fledged commercial bank. Ile provisional license maana yake ilikuwa ni nini? Baada ya maombi yetu tuliofanya, Benki Kuu ilitoa ile provisional license, ikaweka condition 6 kwamba ukiweza kufikia vitu namba 1, 2, 3, 4, 5, 6 utuandikie kuconfirm na sisi tuje kukagua,
Tukijiridhisha basi tunakupa leseni sasa rasmi ya kufanya kazi kama commercial bank. Kwa hiyo kwa mdau wote ujue kwamba tumeridhia, wazungu wanasema tumetoa a positive nod, kwamba tumenodi yes, lakini tupe hizo assurance ya hizo vitu 6, then tutakuruhusu kufanya kama a full fledged commercial bank. Tunashukuru Mungu kwamba tumeweza kufanikisha hilo, na baada ya benki kuu kujiridhisha wametupa hiyo leseni tangu tarehe 16 mwezi huu wa 5. Nitaelezea kidogo kuhusiana na mipango ambayo ipo sasa baada ya hiyo leseni, lakini nifafanue kwanza presentation ambayo imewekwa mbele yetu. Jambo la kwanza ni hilo provisional license, lakini jambo la pili ni kushuka kwa interest income on government securities. Ilionekana kwamba imedrop kidogo mwaka jana kwa 4%, na reason behind sio kwamba tulienda kwenye ventures au papers za lower returns, bali tulifanya big chunk ya investment mwezi wa 12. Kwa hiyo ukiongeza asset mwishoni, asset kubwa nyingi ambayo ina earn income siku chache tu, nyingine ime earn income siku 3 za mwisho wa mwaka. Kwa hiyo on average ukichukua income kagawanya kwa asset za government papers, utaona kama imepungua kidogo kulinganisha na mwaka jana, lakini ni kwa sababu more than 6 billion zilikuwa injected at the end of the year. Kwa hiyo katika bilioni kama 35 tulizonazo, karibu 6 ziliingia mwishoni, na ndio maana hiyo income ikaonekana kama imeshuka kidogo. Lakini kuna namna nyingine ambayo president alisema mtatufafanulia Maendeleo Benki kwamba staff loan ni staff wenu au ni staff wengine. Ile staff loan, ile line ya staff loan ni staff wa Maendeleo Benki peke yake. Ile 2 billion ni loan kwa staff members wa Maendeleo Benki peke yake. Lakini Maendeleo Benki pia inatoa mikopo ya wafanyakazi wa serikali na taasisi, na hiyo tunaita executive loans. Kwa hiyo inakuwa ni part ya term loans za kawaida, na pale tulivyo categorize loans zetu tumebando zile term loans zote kama term loans, regardless kwamba hizi ni kubwa, hizi ni ndogo, hizi za kati. Kwa hiyo zile executive loans zinaingia kama term loans za kawaida, na kama ikiwa ni OD itaingia kama OD vile vile. Micro housing iligusiwa pia, kitakuwa ufafanuzi kama micro housing ni nini. Micro housing ni special product kwa ajili ya kuimprove makazi, na hii ni arrangement ambayo tunashukuru sana Benki Kuu ya Tanzania kwa uongozi thabiti wa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan Daktari, ambapo wamekuwa na mpango wa kuinua makazi, kuboresha makazi kwa wananchi. Kwa hiyo wanatoa mikopo kwa mabenki kwa ajili ya kufanya onward lending kwa Tanzania kwa ajili ya kuboresha makazi yao. Kwa hiyo ile micro housing specifically kwa ajili hiyo. Recoveries iliongelewa, nadhani baadaye ilifafanuliwa vizuri na presenter, ila mara kwanza alikuwa anataka kama ufafanuzi. Lakini recoveries ni kweli kwamba kadiri tunavyoendelea kutoa mikopo, ile mikopo chechefu tunaendelea kufanya provision, tunaweka fungu pembeni kwa ajili ya kulipia endapo mikopo hiyo haitalipwa au itakuwa defaulted moja kwa moja. Sasa ikifikia muda ambao sasa inatakiwa ifutwe kwenye kitabu, tunaifuta, inakuwa kama ni hasara, lakini baadaye tuki collect tena inakuja sasa kama income. Kwa hiyo wakati tunafanya provision tunaingiza kama gharama expense, wakati tunafuta tunatumia ile provision versus zile mikopo ambayo tunaiondoa, lakini wakati tunapokea kama ikitokea tumerecover basi inaingia kama income. Kwa hiyo ni recoveries. Lakini pia kuna swali limeguswa kuhusiana na interest income, zile breakdown zake hapa na pale. Kuna ambazo zinaonekana kama zimepungua, zile ni classification tu, ni categories ambazo kila mara tunajaribu kuziclassify vizuri kwamba basi hii hapa iitwe hivi, fungu hili iende huku. Kwa hiyo unavyoona zile positive and negative kwa ujumla wake, hiyo ndo definition yake. Lakini in aggregate non interest income imeendelea kuwa kama the same. Mwaka 2023 ulikuwa 3.6 billion na mwaka 2024 ulikuwa 3.5 billion. Kwa hiyo imepungua kidogo, lakini in aggregate ni kwamba ni kama imestagnant pale kwenye 3 billion. Kwa hiyo nitaka kutoa ufafanuzi kuhusiana na hilo. Kuhusiana na loan book drop ya Q1, presenter pia amegusia vizuri kwamba tumepata mkurugenzi mtendaji mpya mwaka huu mwezi wa kwanza tarehe 2, anaitwa Lomnyaki Saitabau, ambaye amejoin kutoka Stanchart kama presenter alivyosema. Na alivyokuja hatua ya kwanza, kwa sababu na mimi pia sio mwenyeji sana
nilikuwa na mwaka mmoja na kidogo. Kwa hiyo tukakubaliana tuanzishe strategic plan ya miaka 6 ambayo itatoa direction ya benki kwa muda wa miaka 6. Kwa hiyo nguvu kubwa sana tulielekeza kwenye kuiandaa hiyo strategic plan na mikopo. Hatusemi kama tume slow down, lakini nguvu kubwa haikuelekezwa sana kwenye mikopo, japo tumeendelea kufanya disbursement kama kawaida na nini, lakini haikukua kulinganisha na December versus March haikukua. Ni kwa sababu nguvu kubwa ilielekezwa kwenye kuweka mipango mikakati wa benki kwa muda wa miaka 6 ijayo, ambayo nitaiongelea pia kidogo hiyo. Na hiyo sasa ina reflect kwenye borrowings. Kwenye borrowings kama alivyosema presenter, tunakopa kwa mabenki wenzetu, tunakopa benki kuu na kwenye taasisi nyingine. Kwa hiyo ukiangalia ile drop iliyotokea Q1 kwenye loan book ni kama pia ime reflect drop iliyotokea kwenye borrowings, kwa sababu borrowings ni kwa ajili ya kucover. Essentially banking ingetamani ifinance mikopo ambayo inatoka kwa wateja kutoka kwenye deposit ambayo inapokea kutoka kwa wateja, lakini ikitokea kwamba kuna uhitaji, kuna mismatch kidogo kwa ajili ya kumanage maturities, inaenda pia kwa ajili ya kukopa, na wakati huo pia inafanya zile placement kidogo kwenye government papers kwa ajili ya liquidity management. Kwa hiyo essentially kama unaendelea kusave kulipa mikopo alafu loan book haijakuwa, unakuwa mna haja kukimbilia kufanya borrowings. Kwa hiyo hatukufanya borrowings mpya kwenye kota ya kwanza kwa sababu pia hata loan book yenyewe haijakuwa. Kwa hiyo nataka clarify. Jambo jingine ambalo nataka clarify ni kuhusiana na cash versus script dividend. Nadhani haijawekwa sawa vizuri. Katika muda wa miaka 12 sasa ambapo benki imekuepo kwenye operations, imeweza kulipa dividend mara 5, ambapo katika hizo mara 5, mara 2 imelipa cash dividend na mara 3 imelipa script dividend. Kwa hiyo inalipa script dividend pale ambapo inaona kuna haja kuendelea kuretain mtaji ili kuendelea kufanya growth kwenye benki. Kwa hiyo inalipa, lakini inaongeza shares kwa wawekezaji badala ya kuwapa cash ambao wanaweza ku withdraw na mtaji ukapungua. Kwa hiyo huwa tunafanya hizo, board ina propose, inapeleka AGM kwenye annual general meeting, wanahisa wana discuss na wanakubaliana kwamba tufanye script dividend ili tuendelee ku retain mtaji wetu. Kwa hiyo ilifanya hivi mara 3 na mara 2 imelipa cash dividend. Sasa going forward tunatazamia kuanzia mwaka 2026 benki itakuwa inaendelea kutoa cash dividend going forward. Kama mipango mingine yote ambayo tumeipanga itakwenda kama tulivyopanga. Kwenye mpango mkakati kwa muda wa dakika 1 wa benki kwa muda wa miaka 6 ijayo, tumepanga kwamba kuikuza benki yetu iweze kuwa top katika medium size bank. Tumegawanya benki zote Tanzania katika makundi makubwa 3. Large banks ambazo ni zile benki kubwa zenye total asset kuanzia bilioni, trilioni 1 na kuendelea. Alafu benki zote ambazo mtaji wake ni pungufu ya trilioni 1 lakini ni zaidi ya bilioni 100, hizo tumeziita ni medium size bank, ambao Maendeleo Bank ina total asset ya bilioni 155 kama ilivyoelezewa hapo. Kwa hiyo inakuwa ni moja wapo ya katika medium sized bank. Alafu small banks ni zile zote ambazo zina total asset less than 100 billion Tanzanian shillings. Kwa hiyo Maendeleo Bank ipo kwenye medium sized bank, na sasa hivi ni kama yupo kwenye the lower end, yani ipo kwenye karibu na ya kundi la mwisho kwenye zile medium sized bank. Sasa lengo letu katika muda wa miaka 6 ijayo tunataka kuifanya Maendeleo Bank iwe top katika ile medium sized bank Tanzania. Ukizirank benki zote ambazo mtaji wake ni less than 1 trillion, Maendeleo Bank tunataka iwe ni top. Kwa hiyo tunategemea kwamba total assets zetu zitakuwa more than half trillion Tanzanian shillings, na tutakuwa tuna lead in terms of profitability of the bank na efficiency kwa ujumla. Kwa hiyo katika kupata hii leseni ya kuruhusiwa kufungua matawi nje ya Tanzania ya Dar es Salaam, tunawaza kufungua tawi letu la kwanza jijini Arusha before end of this year, kwenye quarter 4 ya mwaka huu. Na kama alivyosema presenter, tuna wateja tayari katika kila sehemu ambayo tunaenda, tuna wateja tayari available customer base. Kwa hiyo tunatarajia kwamba ukuaji utakuwa ni mkubwa na wa haraka kwa sababu wateja tayari wapo, na tunavyojikita zaidi kwenye kutoa huduma bora. Kama mlivyoona hivi majuzi tumezindua mtandao wetu wa internet banking, lakini kabla ya mwisho wa mwezi wa 6
tutazindua mobile application platform. Kwa hiyo na kuendelea kutoa huduma bora kwa wateja wetu, ambapo tunaamini kwamba tunavyoendelea kutanuka kwenda mikoani, basi tutapata wateja wengi zaidi. Na hii non interest income ambayo imestaki pale kwenye 3 billion ni kwa sababu wateja wote ni wa hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo zile transfer, mtu anafanya kazi mkoani, anataka kuja kununua mzigo, anataka kupeleka mzigo kule, zile non funded income zinakuwa sio nyingi kwa Maendeleo Benki kwa sababu wote wako eneo moja. Sasa tutakapokuwa tunaweza kufungua matawi nje ya mkoa, tukawa na wateja wengi katika mikoa mbalimbali, itatusaidia sana kwenye kukuza ina non-funded income, na tunaamini kwamba tutaweza kuwa na ufanisi mzuri na faida ya kutosha, ambapo tutatoa values kwa shareholders wetu na kwa wateja wetu. Tunajikita zaidi kuhakikisha kwamba value proposition to our shareholders, to our customers inakuwa clearly indicated, na kila mtu anaweza kuiona na kujua na kupanga na kuweka mikakati ya jinsi ya kuweza kuextract ile potential ambayo Maendeleo Benki inayo na inategemea kuwa nayo. Presenter ameelezea vizuri kwenye upande wa shares. Kwenye book value zetu, shares zetu zina karibu shilingi 900. Sasa mwekezaji yoyote ambaye anaingia sasa hivi kununua share, ambapo share zetu sasa hivi ni ziko kwa zina trade, tarehe 23 mwezi wa huu zilifikia shilingi 480. Juzi zimefika 400, zimeshuka tena kidogo zikawa 450, lakini zimetokea kwenye 310 tuliofungia mwezi Disemba mwaka jana. Kwa hiyo ukiangalia zimekuwa kwa kasi sana kwa miezi miwili, mwezi wa 4 na mwezi wa 5. Sasa mtu yote ambaye atanunua share Maendeleo Benki hivi karibuni ana potential ya kuvuna kiasi kikubwa sana kwa muda mfupi, kwa sababu share prices zinaendelea kupanda, lakini na benki inaendelea kufanya vizuri, kutoa faida mwaka baada ya mwaka. Kwa hiyo atapata mavuno mara mbili, vuno kutokana na dividend ambayo tunatoa, lakini at the same time atavuna kutokana na bei ya share kupanda, na inapanda kwa kasi kwa sababu inaitafuta book value ya 900. Kwa hiyo karibu mara mbili inaweza kafikiwa ndani ya mwaka mmoja na nusu, anaweza kupata mara mbili ya bei ambayo atanunulia share hivi sasa. Kwa hiyo ndugu mabibi na mabwana wawekezaji, nipende kutoa rai na kuwaomba sana kuweza kuinvest kwa Maendeleo Benki, na katika mkakati wa kukua Maendeleo Benki inategemea kuongeza mtaji wake, na itatangaza sokoni, itafanya mchakato yote kwa ajili ya kuongeza mtaji wake. Tunatazamia kuongeza mtaji kwa kiasi kilichopungua bilioni 3 kabla ya mwisho wa kota ya kwanza ya mwaka kesho. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi mpaka kota ya kwanza mwaka kesho tunatazamia tuongeze angalau bilioni 3, na kadiri benki inavyoendelea kukua, tuna mpango mkakati ambao una time frame kwa jinsi ambavyo dividend shares zitaendelea kuongezeka na jinsi ambavyo tutaendelea kuongeza faida na kutoa dividend kwa wateja wetu. Kwa hiyo kwa hizi dakika chache nashukuru kwa haya machache ambayo aliweza kuyasema. Sasa tutakwenda kwenye maswali na majibu, na hapo sasa nitaweza kuclarify zaidi kama kutakuwa na uhitaji wa kuclarify katika haya ambayo yamekuwa presented, lakini na haya ambayo nimeongeza. Asante sana. Mr. Nolasco, naamini kabisa kwamba umedadavua vizuri, na of course umetoa expectations kubwa kwa wawekezaji, lakini so far performance imekuwa nzuri, na the growth has been remarkable, na naamini kabisa kwamba wawekezaji wameweza kuelewa baadhi ya vitu vingi kuhusiana na Maendeleo Bank. Curiosity ilikuwa ni kwamba baada ya kuwa full commercial bank mnaanzia wapi, na hiyo ushadadavua vizuri kabisa. Na maswali mawili tu ya haraka kwa sababu naona muda umekimbia. Swala la kwanza kabisa ni swala la NPL. Na tuko juu kidogo pale kwenye quarter 1. Najua ni quarterly tu. Maybe you can shed a light mikakati iliyopo kuhakikisha kwamba tuko katika ile threshold ya BOT, ili hawa wanahisa wawe na uhakika kabisa kama wanaofunga mwaka kuna uwezekano wa gawio kuja. Lakini pia ukished a light kidogo pia kwenye cost to income ratio. Unajua pia Q1 tuko pale kwenye 59 na kati tutakuwa kwenye 55. Wanahisa pia wanatamani kuhakikisha kabisa kwamba mwakani sio kuomba approval ya BOT, wanatamani tuwe tumecomply kabisa. Lakini pia tunaona kabisa kama now you are commercial bank, you are going regional, na mna opportunities nyingi and you need capital. Kwa hiyo pia I think wanahisa watatamani kujua kama katika strategy zenu kuna muda wote mnafikiria kuja sokoni pia kuongeza hiyo capital ya kuweza
kuingia mikoani kwa kasi kama unaongelea. Labda nianze na nifanye hayo mawili kwa sababu ya muda ulivyoenda, na kuna swali moja nimeona ni Q&A tutayamalizia pia kabla tujaenda kwenye weekly wrap. Asante, karibu. Okay. Asante sana Lutwiko. Kwenye swala mtaji nimeelezea kwamba Maendeleo Benki inawaza kuongeza mtaji wake kwa kiasi kichopungua bilioni 3 ndani ya kipindi cha kuanzia kota ya 3 mwaka huu mpaka kota ya kwanza mwakani. Kwa hiyo zile pilika za kufanya hiyo rise ya share mobilization itaanza kufanyika kwa ajili ya kumobilize hiyo 3 billion ndani ya kipindi hicho. Kwa hiyo nimetoa rai kwa wawekezaji kuchangamkia fursa, na haswa nilivyoelezea kuhusiana na bei yetu ya share inavyoendelea kupanda. Kwa hiyo watapata advantage mara 2 ya kwenye share price kupanda, lakini dividend ambayo tutaanza kutoa kuanzia mwakani, cash dividend. Na kuhusiana na swala la cost to income ratio na NPL, kwenye upande wa NPL kama loan book haikui alafu zile non performing loan either zikaendelea pale au zikapanda kidogo, ratio inaongezeka. Kwa hiyo kwa kotawani kama tungeweza kukuza kitabu chetu kama tulivyokuwa tunakuza kota, tumekuza kitabu kwa 34% kwa mwaka mzima. Kwa hiyo kota tungekuza hata kwa 10%, ile NPL ingeweza kawa below ile ambayo tulifungia nayo Disemba, kwa sababu ile ni percentage. Lakini all in all tuna mechanism za kuhakikisha kwamba tuna manage non performing loans in absolute amount, in figures, not just in percentage. Kwa hiyo kwenye mpango mkakati wetu wa miaka 6 ambao tumeweka na ujio wa mkurugenzi mpya, tume restructure credit governance zetu, tume separate, tumefanya make checker tume enhance ile governance and securities za mikopo yetu, kuhakikisha kwamba jinsi ambavyo tuna onboard mteja, zile appraisals zinafanyika vizuri, na kunakuwa na pande mbili, wakati mmoja anafanya, mmoja anakagua, kuhakikisha anayetoa mkopo sio yeye anayetunza collaterals, anayetunza collaterals sio yeye anayefanya appraisal, anayefanya appraisal sio yeye aliyeonboard mteja, ili kuhakikisha kwamba tuna manage risk kwenye upande huo. Kwa hiyo tunafanya thorough analysis ili tuwakopeshe wale ambao wana uwezo wa kukopa na size ya kiasi cha mkopo ambacho kinahitajika kwenye biashara zao, ili tusiwatushe mzigo mkubwa mwisho kwa shindwa kulipa, au tusiwakopeshe wale fraudsters ambao wameintend ku default from day one. Kwa hiyo thorough improvement kwenye credit governance imefanyika kwa kota 1 mwaka huu, ili kuhakikisha kwamba going forward tutaweza kumanage performance ya mikopo yetu, na tunaamini kwamba going forward NPL always itakuwa less than 5%. Tuna target kuwa na 4.5% end of this year. Na kwenye upande wa cost to income ratio tunafanya initiative nyingi. Moja wapo katika mpango mkakati, kadri unavyokuwa alafu faida inaongezeka kwa kasi zaidi kuliko gharama zinavyoongezeka, kwa sababu on average tumefanya analysis tukaona kwamba on average mteja mmoja wa Maendeleo Benki anailetea non-funded income ya kwa benki kwa milioni 40 kwa mwaka mzima. Ukilinganisha na in the industry, mteja mmoja analeta faida ya milioni 120 kwa benki za medium sized benki, mteja mmoja. Na ni kwa sababu gani? Kwa sababu benki inapokuwa iko eneo kubwa zaidi, na wateja wanapokuwa ni wateja wenye kada ya kati, afisa mmoja anaweza kumanage wateja kiasi kikubwa cha mikopo ambacho kimechukuliwa na wateja sio wengi sana. Gharama zinakuwa sio kubwa, lakini faida inakuja kwa wengi zaidi. Kwa hiyo inaweza kumanage cost to income ratio na tukaweza kurudi kwenye below 55 ambayo iko ni benchmark ya Central Bank very soon. Na kama ulivyosema, tunawaandikia BOT, tuliwaandikia barua ya kuomba waiver kwenye hilo, wakatujibu wakatuambia muongezeni strategies tuzione kwa uhakika, na mkiconsider tukiwapa license ya kuwa commercial bank, muincorporate operations zenu kukava Tanzania nzima, na gharama ambazo mtahitajika kufungua matawi mziinclude pale, alafu mtuonyeshe cost income ratio lini itafikia hiyo 55%. Kwa hiyo aliturudishia hilo, na baada ya kutupa commercial bank license juzi, tupo kwenye mchakato sasa wa kuandikia strategies za kuonesha lini tutarudi kwenye cost income ratio ya 55%, na tunategemea before end of June tutaweza kushare na BOT na wataweza kutuelewa, na going forward tutaendelea kutoa cash dividend, kwa sababu tutakuwa either tuna waiver au tutakuwa tuna initiative ambayo inaonyesha lini exactly tunarudi
kwenye regularization na kuweza kutoa cash dividend. Kwa hiyo tunaamini hilo halitakuwa na shida going forward. Asante sana. Asante sana Mr. Nolasco. Na uzuri BOT alipeg dividend kwenye bonuses pia. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba timu nzima ya maendeleo ina work overtime kuhakikisha kwamba hizi zinakuwa compliant. Swali la mwisho ametoka kwa Amazing Gemera, anauliza inakuwaje term loans zimekuwa kwa 22% lakini application fee inashuka kwa 33%. Naomba labda ungeshed light kwa kifupi kwenye hiyo, alafu tumkaribishe ndugu Ibra atupe weekly wrap. Okay, asante sana. Kwenye upande wa term loan wa mikopo yetu tulifanya partnership na some counterparties kwenye kutoa mikopo, na kuna baadhi ya arrangement ambazo tulifikia ambazo tulikubaliana kwamba kuna counterparty kadhaa ambazo sitapenda kuwaelezea kwa kina sana, lakini tulifikia arrangement kwamba watatuletea wateja ambao tutaongeza customer base yetu na tutaongeza loan book yetu, alafu tutashare percentage ya zile application fees ambazo tunapata kwa kila mteja. Kwa hiyo ndio ilipekea application fee kupungua, na wakati huo loan book imeongezeka kwa sababu part ya ile commission tulishare na yule counterparty ambaye tuliingia naye arrangement ya kutuletea wateja na kutusaidia katika kufanya management yake ili kuhakikisha kwamba wanalipa. Kwa hiyo loan book iliongezeka kwa kasi kwa ajili ya hiyo initiative, lakini na application fee ilipungua kwa sababu ya hiyo sharing cost share, revenue sharing tulofanya naye. Shukran sana. Maswali ni mengi na naruhusiwa kuendelea kuyadrop hapa kwenye chat na kwenye Q&A, hata kama tutashindwa kuaddress moja kwa moja hapa, lakini tutaendelea kuaddress kwenye email na tutaaddress personally. Kwa hiyo msisite kuendelea kutoa maswali, lakini in the meantime nataka nimkaribishe ndugu Ibrahim kwa ajili ya weekly wrap. Asante sana Mr. Nolasco. Asante sana kwa udadavuzi yakinifu. Karibu sana katika session zetu. Tunatamani kabisa kwamba tuendelee kukuona hapa na pale, kwa sababu na wewe mwenyewe umeonekana kabisa kwamba ni mdau mkubwa sana wa soko la hisa. Karibu sana na asante sana. Ibra, asante sana. Naomba tuonyeshe wiki imeendaje. Asante sana bwana Lutiko. Asante sana, na nadhani investors wetu wamepata kujua a lot more about Maendeleo Bank, na hapa mwishoni tunaweza tu tukapitia kwa haraka what happened during this week. Nikianza hapo na the key market indicators, tunaona wiki hii kwa kweli soko kidogo limepoa. Naweza nikasema kidogo limepoa kwa sababu tunaona turnover imepungua, imekuwa around 2.7 billion ukikompare na karibia bilioni 38 wiki iliyopita. Na hii tunafahamu kwamba ni wazi tu kwamba kulikuwa hakuna zile block trades ambazo zilipita wiki iliyopita kwenye counters za TCC na TBL. Wiki hii hatukuona a lot of block trades. Tumeona tu block moja kwenye counter ya Voda na moja ndogo zaidi kwenye counter ya TCC. So hiyo ndio imechangia sana turnover ya wiki hii kushuka kwa kiasi hicho, lakini tunaona total market capitalization imeshuka kidogo kwa 0.01, lakini domestic market capitalization imepanda kwa 0.13. Hii ni kuonesha kwamba kwa ujumla soko zima limepoa kidogo, lakini soko la ndani limeonyesha kupanda juu, na tutaona hapa the effect kwenye hizi slides zijazo tukiangalia the price changes na the top movers. Kwenye index pia tunaona index ya industrial and allied imeshuka sana kwa 2.35. Hii sana sana inachangiwa, tutaona hapo mbele namna ambavyo counter ya TPCC Twiga Cement imeweza kushuka bei, lakini pia tunaona banks finance and investment ilivyofanya vizuri kwa sababu counter kama DSC, Mkombozi, NMB, DCB pia bei yao imeongezeka, imeweza kufanya hii index ipande juu. Tukiangalia kwenye turnover wiki hii tunaona kwamba turnover pia kama tulivyogusia hapo mwanzoni imepungua kwa karibia 63%,
ukikompare na wiki iliyopita, na tunaona akaunti ya CRDB imeendelea kufanya vizuri sana sokoni. Kwa imedominate turnover close to 59% ya turnover ya wiki hii. Voda imeweza kudominate na imeendelea kufanya vizuri, pamoja na kwamba counter ina trade ex dividend na wanatarajia kulipa gawio wiki ijayo kuanzia tarehe 2 June kama sijakosea. Labda tu niwakumbushe investors na watu ambao wako karibu na soko, kama sijakosea, hii ndio wiki ya mwisho ambayo tutakuwa tunafuata hizi, naweza nikasema old trading rules, na nadhani kuanzia wiki ijayo tarehe 2 hizi new trading rules zita come into effect. Kwa hiyo kiukweli tutarajie tu at least kuona mabadiliko kwenye turnover ya wiki ijayo. Kwa tunavyoangalia hii turnover ya wiki hii, tuwe makini na turnover ya wiki ijayo, tuanze kuangalia the full effect of the changes in the trading rules. Tangia hizo trading rules zitangazwe, siku imewadia au wiki imewadia. Lakini tukifuata hapo kwenye the second top mover ni TCC, tunaona ametrade block ya share 56,000. TCC tunaona tayari walishalipa lile gawio lao. Kwa hiyo hii tu imekuwa imetokana na hii block trade. Vodacom kumekuwa hakuna taarifa sana, lakini tumeona walipitisha block trade leo ya around shares 530,000. Na NMB pia tunaona ameaccount for 5% ya turnover. Hawa ni again tunaongelea wale dividend hunters, kwa sababu tunaona tarehe ya ex dividend au the last date of cum dividend ni tarehe 2 June. Kwa hiyo wale wanahisa wa NMB ambao wanatarajia kupata gawio wanayo mpaka Jumatatu au tarehe 2 June ili kununua na kuweza kuqualify kupata hilo gawio. Tusisahau kwamba bei yake imepanda juu, it's a record shilingi 6,300. Tunaona account NMB pia imefanya vizuri. Hapa tunaweza kuona counters ambazo zimeweza kugain na kulose. Tukifocus zaidi na local counters, kama nilivyogusia hapo awali, tunaona jinsi ambavyo index ya banking and investment imeweza kufanya vizuri, kwa sababu tunaona hapa counters kama MKCB au Mkombozi Bank imepanda by close to 13%. DCB counter ambazo nadhani rafiki yangu hapa Ami atakuwa na very close interest, imeweza kupanda. NMB pia kama tulivyosema hapo awali imepanda by 5%. Afriprice ni kampuni ambayo wana deal sana na investments in equities and fixed income investments. Tunaona nayo bei imepanda, na hii ni kutokana na hizi investment instruments kufanya vizuri sana sokoni. Tunaweza tukasema kwamba the same kwa DSC pia. Tunaona DSC imepanda pia same kwa sababu ya activities ambazo zimeweza kutokea katika soko la hisa na fixed income. Tukija hapa kwenye the top loser, tunaona Twiga Cement ame lose 15.4. Na kama unakumbuka awali tuliona ile index ya Industrial and Allied ikiwa imeshuka sana kwa karibia asilimia 2.35. Kwa hiyo tunaona the effect of kushuka kwa 15% ya Twiga Cement. Hii ni baada ya hizi share sasa zina trade ex dividend, na tunakumbuka walishatangaza gawio la shilingi 600 per share, na hii na sasa hivi hii counter ina trade ex dividend. Kwa kifupi hawa ndio the gainers and losers. Tukimove to the investor participation, tunaona kwamba kama ilivyokuwa trend kwa muda mrefu tu, local players ndo the top participants kwenye activities in the equity market. On the buy side, locals wame buy around 91.6%. On the sell side wameuza close to 86%. Na
ukiangalia the net foreign outflow kutokana na foreigners kuuza 14.4 ya turnover na kununua 8.4 tu ya turnover, imeleta net foreign outflow ya bilioni 163.2 kwa hii wiki. Tukiangazia sasa kwenye bond market, kwenye secondary bond market, okay, labda tu kwa kuclarify kidogo, kwenye presentation imeandikwa weekly turnover was 65 billion, lakini weekly turnover ilikuwa around bilioni 121, kwa kumradhi sana. Lakini ni total ya bilioni 120 ukiongeza na milioni 477 kwenye upande wa corporate bonds, unapata karibia bilioni 121. Hiyo ndio ilikuwa ni turnover ya wiki hii, ambao ukilinganisha sasa na turnover ya wiki iliyopita ambayo ilikuwa ni bilioni 65, it's almost double, yani 1.9 times the turnover ya wiki iliyopita ya bonds. Tunaona wiki hii kwenye bonds au kwenye government bonds, bond za miaka 20 zimekuwa very popular, ziki account for 41% ya the total market au the bond market turnover, ikifuatiwa na bond za miaka 10 na bond za miaka 5 zime account for 23%, zikifuatiwa na miaka 15, miaka 25 na mwishoni miaka 10 ambazo ndo zime account kwa 0.5%. Huo ulikuwa ni upande wa bond au hati fungani za serikali. Kwenye hati fungani za makampuni au corporate bonds, wiki hii tunaona bond mbili za CRDB, both kijani bond pamoja na Samia Infrastructure Bond zikitrade sana, huku tukiona bond ya Samia Infrastructure Bond ikidominate turnover, imetembea sana wiki hii kwa karibia 74%, na CRDB kijani bond pia imefanya vizuri ikiaccount 21% ya turnover, na NMB bond ime account for the rest of the 5% turnover ya wiki hii. Kwa kumalizia, tukiangalia minada ambayo imebaki, wiki hii kulikuwa kuna mnada wa treasury bills, lakini wiki ijayo tunatarajia kuwe na mnada mkubwa wa miaka 25 au bondi ya miaka 25, ambayo hii ni reopening, ilifunguliwa January mwaka huu, yenye kuponi ya 15.75%. Hii itakuwa ni auction, inatarajiwa kuwa tarehe 4 Jumatano ya wiki ijayo, ikifuatiwa na mnada wa treasury bills ambao itakuwa June tarehe 11, alafu minada miwili ya mwisho ya miaka 20 pamoja na miaka 15 ambayo itafanyika tarehe 18 na tarehe 25 June. Hiyo ndio itakuwa inafunga kalenda ya serikali kukopa from the public ya mwaka huu. Baada ya kusema hayo, hiyo ndo tunahitimisha ripoti ya wiki hii kwenye upande wa capital markets. Asante sana ndugu Ibra. Najua kwa sababu ya muda umestretch sana, ende kwa muda mfupi na umejitahidi, lakini kuna comments kadhaa naomba nisiziache. Uliongea kwamba Ame anaipenda sana DCB pale. Labda Ame utudadavulie hii uptake ya DCB, what do you see there? Lakini pia nimeona activity kwenye bond pale zina even out kidogo, labda na nyewe utudadavulie kidogo pale, wewe unaonaje na nini kinasababisha? Okay, asante sana Lwetiko kwa swali zuri sana kuhusu DCB. Well, ni declare interest kwamba kati ya account ambazo binafsi personally naziangalia kwa ukaribu ni DCB, and simply because imeshade price mpaka imeshuka mpaka 110, which is its lowest, na siku zote kuanguka kwa share mara nyingi na open up opportunities, kwa sababu ndio that's the law of investments, buy low sell high.
Kwa hiyo unaona inapoanza ku come back kwa sisi wenye interest na ile counter, na nikisema na interest naamini mmeelewa kabisa namaanisha nini. Sawa, inanipa moyo kabisa kwamba okay, we are moving kwa sababu I've seen the same thing happening kwa Afriprice. I've seen the same thing happen to other several counters including Nicole. Kwa hiyo naanza kuona opportunities, na nadhani ndio dhana nzima ya hii session yetu ya unlocking value in mid cap stocks. Sasa kuhusu government bonds, ninachokiona kwanza is an increase in activities. Upande tu wa government bonds naona the activity may spread out between 20 years, 25 years and 5 years. Lakini also what caught my attention, it was the corporate bond segment, 477 million turnover. I think Tiko Imani mtanirekebisha, lakini naamini kabisa hii ni moja ya the highest turnovers tumeweza kurekodi upande wa corporate bond segment. What does that tell you? One of the things ambazo foreign investors, eka investors wamekuwa wakiworry about ni activity ya secondary market corporate bond trading. Sasa tunapoona panaanza kuwa busy, it is a very good signal. Inaonyesha kabisa kwamba kwanza investors wanaanza kulizoea soko, investors wanaanza kuseek opportunities katika angles mbalimbali. Pia katika upande wa government bonds tunaanza kuona kila alichokuwa anahitaji benki kuu, different maturities zianze kuwa busy. Tunaanza kuona it is also happening. It means kwamba our stock market inaanza kuwa mature, lakini vile vile inaonyesha kabisa kwamba aptitude ya mwekezaji, an average Tanzanian investor, inaanza kuongezeka. Kwa sababu hii activity ukijumlisha na activity tunaona kwenye equities ambayo tunaona bado local investors wamekuwa main players, it tells you kwamba an average Tanzanian investor saizi yuko busy na soko. Inaonyesha mtaani kuna liquidity, lakini vile vile inaonyesha kabisa people are looking for diversification and they are really diversifying aggressively across these asset classes. So hayo ni maoni yangu Luitiko. Naendelea kuiangalia DCB kwa ukaribu, huku nikianza sasa kuiangalia na maendeleo kwa ukaribu baada ya kusikia kwamba kuna issue ya cash dividend iko forthcoming, umeona. Kwa hiyo naendelea kuziangalia hizi counter kwa ukaribu kabisa. Asante sana. Asante Ami, asante sana Ami. Nikiangalia miaka mitatu iliyopita ilikuwa rahisi sana kuanalyze soko. Yani unakaa pale unaangalia counter 3 au 4 zinafanya kazi, unajua tu nikiinvest ni 20 na 25 years. Lakini huko tunapoelekea kila sehemu kuna activity na kila sehemu kuna opportunities. Sio corporate bonds, sio government bonds. You can see 5 years trading, 10 years trading, 15 years trading. Lakini ukija kwenye equities ndo kabisa kwamba hata ile graph aliyotupa Mr. Ibra Prale naona inazidi kujaa kila siku, na hivi sheria mpya zinakuja next week. Naamini kabisa kwamba activities zitakuwa kila sehemu kabisa. Investors, this is opportunity. Yani sasa hivi sio kwamba una focus na kitu kimoja tu, tuna spread out soko zima, na hata wewe mwenyewe unaweza ukadiversify portfolio yako vizuri kabisa. Kwa wale ambao walinunua shares nyingi kwenye zile counters ambazo walikuwa wamezizoea zamani, sasa hivi unagundua kabisa kwamba kuna counters zingine unaweza ukaendelea kuinvest ili diversify zaidi. Kwa hiyo it's a very good opportunity. The market gets more interesting as days goes by, and as long as sisi tuko hapa tutajitahidi sana kuwapa information zote unazozihitaji ili muweze kuinvest kwa weledi zaidi. Napitia tu maswali machache yako kwenye chats kabla tujafunga. Najua muda umeenda kidogo. Naona bwana Albert hapa aliuliza anaweza kupata link ya kujiunga na bond za serikali. Bwana Albert, kwa mpaka sasa hivi hali ilivyo ni kwamba BOT bado hajafanya hii kitu online, na sisi kama players pia tumesha take front row initiative kujitahidi kuhakikisha inaenda online, lakini bado hajafika katika hiyo stage. Kwa hiyo in the meantime bado utabidi ufanye manually, na unaweza ukafika branch yote ya CRDB ukasaidiwa, au unaweza kaendelea kuwasiliana na sisi kwa ajili ya msaada zaidi. Kwa hiyo kama unataka kufungua account ya mnada, unaweza kufika branch yote ya CRDB tukakusaidia, au unaweza kuwasiliana na sisi. Kitu kingine ni kwamba kuna shida hapa kauliza viongozi namba kwa join kwenye magrupu ambao wanafundisha masuala ya hisa zaidi ili waweze kupata kujifunza zaidi. So for the meantime tunatumia hizi platform kwa ajili ya kufundisha zaidi kuhusiana na hisa, lakini tunapoendelea huko platforms za WhatsApp zitakuwepo, na kuna platforms zingine nyingi zitakuwa develop.
Kwa hiyo endelea kuwa karibu na sisi, endelea karibu kwenye hizi session, utapata hizo insights ambazo tunazidi kuendelea kadri siku zinavyozidi kuendelea. Naona James hapa ameuliza, naomba uongelee pia PE ratio na maana yake. Kwa kifupi kabisa, PE ratio wanasema ni price over earnings. Kwa hiyo bahati nzuri I think ya maendeleo sijaikariri hapa kuweza kuikomentia zaidi, labda kama Ibra taiproject pale ili tuweze kuipata. Ibra, hebu karibu kidogo, elezea maendeleo PE yake ikoje na what's the implication. Just to chip in, kwa lugha rahisi sana ya Kitanzania, ni uwiano wa bei ya hisa na pato la hisa. Kwa hiyo hapo naangalia katika lile pato la faida as per share. So kwa hapo unaangalia lile pato, earning per share, faida ulioipata kwa kila hisa unainunua kwa shilingi ngapi katika bei ya hisa sokoni. Ni uwiano, ni ratio. Kwa hiyo wakati tunamsubiri mtaalamu wetu Ibra, that is one thing. Ndugu yetu nadhani ameuliza hili swali James, anatakiwa kuelewa kwamba hii ni ratio tu inaoangalia unanunua ile faida kwa shilingi ngapi. 455. Okay. Asante. Asante. Kwa hiyo kama alivyoelezea Ami na kuexpand, kama unavyoweza kuona maendeleo kwenye 3.25 ambao maana yake ni kwamba ukiangalia bei yake sokoni sasa hivi ni shilingi 455, lakini ukiangalia earning per share mwaka jana ilikuwa ni 140. Kwa hiyo ili kurudisha uwekezaji, kwa mfano ile earnings zake anazotengeneza ndani ya mwaka angekuwa anazilipa zote kama gawio ndani ya miaka 3.25, ungekuwa ushajirudishia hela zako ulizotumia kununua ile hisa leo. Kwa hiyo unahitaji only 3.25 years kuweza kurudisha all the investment out of the earnings hiyo ambayo benki inatengeneza. UK Thoya, sijui kama nimetamka vizuri, lakini alikuwa anataka more clarification on dividend retention part. I think ilikuwa ni upande wa Nolasco alikuwa anaelezea, na I think ilikuwa na relate zaidi na ile script dividend aliyotoa, kwamba baada ya kutoa cash dividend wakaamua kutoa hisa zaidi ili wabaki na hela ndani ya benki kwa ajili ya kuendelea kuongeza ule mtaji. Kama unavyoweza kuona kabisa kwamba ana mpango wa kuexpand baada ya kupata commercial license. Kwa baada ya kuwalipa wanahisa gawio waondoke nalo, ni bora waongezee hisa, alafu kama mtu anataka ile cash ataingia sokoni atauza. Lakini kama mtu bado yuko tayari kuendelea kuhold maendeleo, basi anakuwa na hisa zaidi, na basi huko baadaye kama kadi benki inaweza kutengeneza faida kubwa, na yeye anazidi kupata return kubwa katika ile investment yake aliyoweza kuiweka. Naona kuna request nyingi sana za kushare document, na tunashare document baada ya session, kwa hiyo msiwe na shida kabisa. Overdraft percentage ni good or bad indicator kwa bank operation. So banks, obviously overdraft ni moja ya products. Kwa hiyo the more about bank in advance overdraft kwa watu, na yenyewe inatengeneza income, kwa sababu kumbuka kama mtu akioverdraw hiyo account yake anakuwa charge interest na bank inatengeneza income. Kwa hiyo as long as maendeleo na hiyo product anaendelea kuexpand, basi ni moja ya income expansion. Voda kwenye block trade imepita kwa ngapi? Ibra tutatusaidia hapo. Voda imepita kwa ngapi leo? Non-competitive price kwenye bond, faida zake na hasara zake ni zipi? Faida kubwa na non-competitive bond ni kwamba unakuwa na assurance zaidi kwamba hautakosa kwenye huo mnada. Though BOT amesema kabisa kwamba inawezekana kwamba akachukua kile alichokitaka tu, kwa hiyo ukapata prorata baada ya kupata yote, lakini so far kwa mnada ambao imeendelea hapa katikati tumeona akiwa anachukua amount yote. Kwa mtu ambaye anakuwa non-competitive anakuwa na chance kubwa zaidi ya kupata kuliko aliweka bei. Lakini hasara ni kwamba unaweza kuipata kwa bei, kwanza hujui bei unavyoingia kwenye mnada. Kwa hiyo pia hata kujipanga inakuwa ni ngumu, na hiyo tumeona sana kwenye mnada uliopita. Watu mtu ambaye kwa ategemea bei itakuja 103, 104 au 100 kamili, kwa amebidi milioni 100 ana milioni 100. Tumekuja kuona na competitive price mtu amepay out 108. Huna hela ya kuongezea milioni 8, unajikuta umedefault just like that, kwa sababu ulikuwa huna control na ile bei. Lakini mtu ambaye aliweka 100 na amekosa,
na kwa sababu alikuwa na hela ya kuongezea, inamaanisha kwamba haja default, kwa hiyo hajaingia kwenye flag za BOT. Kwa hiyo ndo hizo ni baadhi ya faida na hasara za kutumia non competitive window. Though tumeona pia BOT ameongeza hapo kidogo. Yeah. Naona Imani alijibu kabisa hapa kwamba block ya Voda imepita kwa 450. Okay. Naamini tumemaliza maswali mengi ambayo tuliuliza. Naomba mnitajie hizo sheria mpya ambazo hujazisikia bado. So Humphrey, I think naomba reach out kwenye email. Tulikuwa na session kabisa like 2 weeks ago kuzielezea sheria mpya, na we are happy to share the presentation. Labda utadrop tu email yako hapo, alafu tutashare ile presentation. Yeah, na naona Tamoza anauliza the same thing. Na kwa swali hilo naamini kabisa kwamba tumekamilisha maswali yote yaliokuwa kwenye chat, na tunashukuru sana ndugu wawekezaji kwa kuweza kuparticipate na sisi hapa. Karibuni tena Ijumaa ijayo, na mkaribishe na rafiki yako. Tutakuwa tukidadavua kampuni nyingine katika hizi mid cap stock, taka tuweze kujua kabisa kwamba tunawekeza wapi mwaka huu. Asanteni sana. Just a reminder wawekezaji, kabla tujaondoka, ni tukumbuke kwamba tunapodadavua haimaanishi tuna absorb tu, tuna absorb huku tuna take action. So as we speak, nadhani mfano mzuri ni tumeona almost kampuni zote ambazo tumezidadavua zimekuwa one of the best performers katika mwezi huu wa 5. Nadhani ripoti ya Ibra wiki ijayo itatupa picha yote hiyo. So akati tuna dadavua, tukumbuke kutake action. Sasa tukua tuna take action, tunafanyeje? Unatucheki CRDB brokerage, unajaza KYC form, unaanza safari yako ya uwekezaji wa hisa. It is time now to have those mid cap stocks in your portfolio. Tulichambua Mkombozi, nadhani tunaona wote imetangaza dividend, na wakati tunaongea ilikuwa 570, as we speak leo imeclose around 700 na kitu. Tumeongelea DSE, by the time tulivyokuwa tunaongelea ilikuwa around 2000 na kitu. Sasa hizi tunavyoongea ni shilingi 3000. Leo tumeongelea maendeleo. Sasa isije ikawa tuna discuss tu, you are not taking action. The most important part of this is action, na hilo ndio lengo letu. Kwa hiyo tucheki. Ibra, naomba uandike email ya CRDB brokerage hapo, pia uandike email ya trader wetu Ritiko, ili mwekezaji aweze kumfikia mapema kabisa. Jamani, orders ionekane. So asanteni sana wawekezaji, niwatakie weekend njema. We start Monday with doing business. We take and grab these opportunities. Asanteni sana.